Karibu sana msikilizaji kwenye sehemu ya 7 ya simulizi yetu nzuri tukiwa na msimu wa pili, My Wife is a Drug Dealer. Katika sehemu ya 6 tulikuwa tumeishia pale ambapo Rehema alikuwa anatakiwa kuuawa na alikuwa ameuawa katika uhalisia. Lakini kabla ya hapo alikuwa anataka kujua kwa nini anatakiwa kuuliwa. Mmoja kama amempa taarifa kwamba rais anataka kuuawa. Kwa nini wauawe? Anadai kwamba rais anaogopa kuwa na watu ambao watakuletea shida katika utawala wake. Rehema akamwambia sisi ni sehemu ndogo sana, hata sisi hatuna uwezo wa kuathiri maamuzi yote ya rais. Anasema ni kweli, la mtu ambaye anatakiwa kuuawa ndiye ambaye anaweza kuathiri hatua za rais na mambo ambayo anataka kuyafanya. Mtu gani namzungumzia hapa? Damigo Ken Mugwasi ndiye ambaye rais anahitaji kumuua? Ndio. Hapana, haiwezekani. Kwa nini nahisi hivyo? Rais anamuona huyo mtu kama shujaa wa taifa. Hawezi kutoa maamuzi yoyote ambayo yanaweza kumwathiri huyo bwana kwa namna yote ile. Karibu kwenye siasa Rehema. Huenda umekaa sehemu ambayo inakufanya unafanya kazi safi na kuhisi kwamba unalitumikia taifa lako, ila sisi wengine ambao tumetengenezwa kwa ajili ya kuua ndio ambao tunaelewa ni mambo gani huaga yanatokea kwenye mazingira namna hii. Hata kama ingelikuwa kweli, sisi tunahusika vipi na ile? Damigo anapaswa kuuawa na mkurugenzi hatakiwi kujua kama serikali inahusika. Uwepo wenu mtaani itakuwa ni hatari kwenye kuvujisha taarifa hizi, na ndio maana nyinyi mnatakiwa kusafishwa kwanza. Kisha baada ya hapo maamuzi mengine yanatakiwa kufanyika kuhakikisha siri hii inakuwa siri. Baada ya nyinyi kufa, Damigo ndiye anafuata. Na Jamila, rais anahitaji kuitumia karata ya kumuua Damigo kama sehemu ya kukutana na Jamila ili naye auawe. Rais akutane na Jamila. Kiufupi ni sisi ambao tunapaswa kukutana na Jamila na sio rais, maana hata jua kama rais amehusika kwenye hili. Maelezo yalianza kuwa mengi ambayo hayakuwa rafiki. Alimpiga Rehema risasi ya kichwa, akamwacha vile vile akiwa uchi. Yeye akaishia zake. Tulikuwa tumeishia hivyo msikilizaji katika sehemu ya 6 ya msimu wa pili, My Wife is a Drug Dealer. Na niliwaahidi kwamba tutaanza na Henrik pamoja na Trida Kidayo, jinsi ambavyo nao walitakiwa kuuawa maafisa wa usalama. Director niko nyuma ya Mike, lakini kwenye karamu ni mtaalamu Fabian Babuya. YouTube channel Simulizi Mix, WhatsApp ni 0677 062 012. Tunaendelea na simulizi yetu tamu kweli msikilizaji, inayokwenda kwa jina My Wife is a Drug Dealer. Simulizi inaendelea. Henrik na Trida Kidayo, hawa maafisa wawili wa usalama walikuwa ni wapenzi. Muda ambao jambo hili lilikuwa linatokea ni muda ambao wao wawili hao walikuwa wanagaragazana kitandani. Maadili yao ya kazi hayakuwa yakiwaruhusu kufanya kazi hiyo, lakini hata hivyo wao waliamua kunyoosha viungo vyao. Makubaliano yalikuwa ni kwamba wawepo eneo moja, walikuwa nasubiri taarifa kutoka kwa wenzao kama ilivyokuwa kwa Rehema. Hivyo hata kuwa pamoja ilikuwa inatambulika, japo wao waliamua kujiongeza na kutumia muda huo kuzinyoosha nyeti zao. Kitanda kilikuwa halali yao safi kabisa kuweza kuwafanya wale starehe kwa muda huo. Walinyoshana kwa muda wa dakika 40 ndipo Trida alipoamua kutoka kwenda kufuata maji jikoni, maana kwake hali ilikuwa si shwari kutokana na maji alivyokuwa amechoka na kuchoshwa kwenye kile kitanda. Baada ya kufika hata kuuliza, alianza kuyafakamia yale maji kwa nguvu na kwa hasira kama alikuwa na ugomvi nayo. Litanzima alimaliza pale akabaki akiwa na hema kama jogoo lilokuwa limekosa tetea. Alimaliza na kuhitaji kubeba mengine kwenye kikombe ampelekee mwanaume wake chumbani, ikiwa ni kumshukuru na kumtuliza kwa ile kazi ngumu ambayo alikuwa ameifanya. Mwili wake ulipata hisia ambazo hazikuwa za kawaida. Alihisi kama vile jikoni hapakuwa na salama tena, hivyo aligeuka, na ndipo alipotambua kwamba kwanza alikuwa yuko uchi, na ni kweli nyuma yake kulikuwa kuna mtu mwingine ambaye alikuwa anamtizama kwa karibu. Ni mwanaume ambaye sura yake hawakuwahi kuonana kabla. Alitaka kukimbia, ila bwana yule alimonyeshia ishara kumtaka asifanye jambo lile. Mimi ningelikuwa wewe, sidhani kama huo ungelikuwa ni uamuzi bora kuweza kufanya Trida. Hata unatambua hilo. Alimwangalia yule bwana usoni kwa hasira, akapiga kelele, Henrik! Lengo alikuwa anataka kumpatia taarifa mwanaume huyo kwamba hakuwa salama. Ile sehemu ambayo alikuwa imevamiwa. Huyo ambaye unampatia taarifa aje kukusaidia yeye mwenyewe, kuna mtu kama mimi ambaye yuko naye chumbani. Unataka kujua nini kinamtokea sasa hivi huko? Enyeni akina nani na mnahitaji nini kwetu? Trida alikuwa amemeza mate, hasa baada ya kumuona yule bwana akiwa anazungusha bastola yake kwa kasi bila kuonesha wasiwasi wa aina yote ile. Una uhakika unataka kujua sisi ni akina nani? Ndio.
Nyote 6 ambao mmechaguliwa na mkurugenzi kuifanya kazi ya kuwatafuta watu wa Jamila mnatakiwa kufa kabla ya asubuhi. Yaani mpaka muda huu wamekufa 3. Bado nyie 3. Na maanisha kwamba 2 ndio nyie ambao mnaenda kufa muda huu na mmoja ambaye anabakia anaweza kufa ndani ya dakika 5 zijazo. Wewe ni mtu wa Jamila. Tungekuwa watu wa Jamila tungepata taarifa za mtakuwa wapi muda huu ikiwa siri ya mahali ambapo kila mtu atakuepo wanayo watu 2 tu. Mkurugenzi na rais. Unamaanisha ndio wametusaliti? Sio wote. Unamaanisha nini kusema sio wote? Mkurugenzi wenu hajui chochote kile ambacho kinatokea muda huu Trida. Kwa hiyo nataka kuniambia rais ndiye anatua sisi? Nasikitika, ile ndio ukweli halisi. Kwa nini? Alionekana kushangazwa sana jambo lile na bado hakuwa naamini kama inaweza kuwa kweli rais wa Tanzania kuwaua vijana wake kwa kazi ambayo yeye mwenyewe alikuwa ameibariki kwa moyo wake wote. Kwa sababu mnatakiwa kufa Trida. Alitaka kukimbia baada ya kutambua hawakuwa na namna ya kuweza kuishi pale, ila kwa bahati mbaya wakati akiwa anafika mlangoni tu alipigwa risasi kisogoni. Chumbani Hendrik alikuwa yuko na mtihani wake pia. Alikuwa amelala akiwa na tabasamu na akiwa amegeukia ukutani. Ile furaha ambayo alikuwa anapewa na Trida haikuwa inaelezeka. Ni mwanamke ambaye hakuwa anamchoka hata mara moja. Alikuwa anatamani kuwa naye kila muda kwenye kitanda chake kwa sababu ndiye mtu pekee ambaye alikuwa anampa ukamilifu na alikuwa anajihisi kuwa binadamu ambaye ni kamili mbele yake. Alitoka kwenye mawazo nyevu ambayo yalikuwa akimfanya kujichekesha yeye mwenyewe kama mtu asiyekuwa na akili baada ya kusikia sauti ikiwa inamuita kwa nguvu. Ule mwito haukuwa kawaida wala wa kirafiki. Alihisi tatizo. Aligeuka ili aweze kwenda huko, ila ghafla aliloa kama kanyeshewa na mvua. Alijikuta akiwa na meza mate na kutazama kila kona ya chumba kile kizuri, ila hakukuwa na dalili za msaada wala mtu mwingine. Kwa uzoefu wake alikuwa amegundua watu hao walikuwa 2 na ndio maana mmoja alimtokea Trida kule jikoni. Ndugu yangu, mimi sikulaumu wewe kufanya ujinga kama huu ukiwa katikati ya majukumu mazito na hatari kama haya. Mapenzi ni kitovu cha uzembe na wote tunalitambua hilo, ila sio usiku kama huu ambao ulikuwa unajua kabisa una kazi kubwa na nzito mbele yako. Sio tu mimi kufika hapa, lakini hata nikisema kwamba na kuacha wewe haiendelee kuishi na jambo hili likafika kwa bosi wako, wewe na mwenzako hamtakuwa na kazi tena. Sasa kwa nini nikupatie aibu kubwa kama hiyo wakati tunaweza kuyamaliza kiume sisi wenyewe tu ndani? Nani wewe na umeingiaje ndani? Hilo kwa sasa hivi sina imani kama ni jambo la muhimu tena. Sio jambo ambalo mimi na wewe tunatakiwa kuweza kupoteza muda tukiwa tunalizungumzia. Jambo la muhimu ilikuwa ni kwamba kwa nini niko hapa. Hautamani kujua sababu ya uwepo wangu kabla ya mimi kukua. Ikakutuma nani uje kutua? Kabla hajajibu lile swali ulisikika mlio wa risasi. Hendrik alifumba macho kwa uchungu kwa sababu alikuwa anajua ni kitu gani kilikuwa kinatokea kwa wakati ule. Bila shaka mrembo wake ambaye alikuwa anakupatia utamu hapa kauawa Hendrik. Nizamu yako sasa, ila kwa kukujibu kiufupi tu hilo swali lako ni kwamba rais ndiye anataka wewe na wenzako mfe, na hivi tunavyozungumza umebakia wewe na Onesmo the Sniper pekee. Wenzako 4 wameshakufa. Ile kauli ilikuwa imemfanya aanze kutokwa na jasho na alikuwa limeanza kumtoka. Kama ni kweli ile amri ilitoka kwa rais, basi alikuwa ametambua hukuwa na namna ya kuweza kuishi tena. Kabla hujaniua unaweza ukanipatia angalau hata sababu ya kufa kwetu? Kuuliza kwake lile swali ilikuwa ni njia ya kuweza kununua muda zaidi. Yule bwana wakati akiwa anajiandaa kumjibu Hendrik alikuwa amejikusanya na kujilusha kwa nguvu kutoka kitandani kwenda kwa yule bwana, ila kabla hajamfikia alikutana na mguu wa uso ambao ulimrudisha kitandani. Muda ambao alikuwa anatumia kukaa kwenye hali ya kawaida aliutumia pia kusikia milio ya risasi. Alijigusa kwenye moyo wake na aligundua damu ilianza kushuka, ila baadaye alikuwa ametambua alipigwa risasi nyingine kwenye paji la uso, akaanguka. Muda ule roho ikawa imeacha mwili. Onesmo the Sniper. Onesmo alikuwa ni miongoni mwa wadunguaji wa kutegemewa ambao taifa lilibahatika kuwapata kwa miaka kadhaa. Licha kazi yake kuishia kuwa afisa usalama wa taifa, lakini bwana huyo aliwahi kuwa mwanajeshi na mara kadhaa aliwahi kuhusika kwenye operesheni za hatari ndani ya taifa la Kongo. Nyakati za usiku huo ambao walitakiwa kufa wote, ni yeye pekee ambaye alikuwa amebaki akiwa hai. Wenzake wote 5 walikuwa wameuawa na hakuwa na taarifa hizo. Kwa nyakati hizo alikuwa juu ya gorofa moja akiwa upande wa juu zaidi ambako alikuwa na silaha yake ambayo alikuwa anaitumia kwenye shughuli zake za udunguaji. Alikuwa na kazi kubwa moja. Kulikuwa na taarifa juu ya uwepo wa watu 3 karibu na eneo hilo ambao walikuwa wanakutana kwa ajili ya kufanya biashara za dawa za kulevya. Sasa kazi yake hilo eneo ilikuwa ni kuwaua watu 2 ambao angewatambua kwa ishara ya mavazi yao, na mtu mmoja pekee ambaye alikuwa na picha yake ndiye ambaye alikuwa anahitajika akiwa mzima. Alikuwa anapaswa kumpiga risasi sehemu zake za mwili ambazo
zingemfanya asiwe na nguvu ya kuweza kukimbia ili aweze kumtia kwenye mikono yake kisha aondoke naye kwa ajili ya mahojiano makali ambayo alipaswa kuyapata. Akiwa anawasubiri watu hao waweze kufika hapo, kumbukumbu zake zilikuwa zinamsafirisha mpaka ndani ya Kongo, nyakati ambazo yeye na wenzake walitumwa kwenye kuwaokoa mateka wa Tanzania ambao walikuwa wamenasa kwenye eneo hilo. Operesheni yake ilikuwa inaenda mpaka Kichanga, sehemu ambayo ilikuwa na machafuko makubwa nyakati zote. Ni maeneo ambayo yalikuwa yakitulia kwa muda mfupi kisha baadaye machafuko yangeendelea tena. Alikumbuka siku hiyo ambayo walikuwa wanatakiwa kuingia kwenye kijiji hicho. Alivushwa kama raia wa kawaida ambaye alikuwa anasafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Yeye na wenzake wanne walivaa nguo kuukutu ambazo kwa zimechoka na kuwafanya wasitambulike kama kwa majeshi ya waasi ambayo yalikuwa yamejaa njiani na kufanya upekuzi mkali. Silaha zao walikuwa wamezificha kwenye siti za dereva na kwenye kiti cha upande wa pili cha mbele, baada ya kumlipa dereva huyo pesa nyingi sana. Dereva alikuwa mzoefu wa hizo barabara, hivyo alikuwa anafahamika kwa watu hao. Kila mara alipokuwa anapita alikuwa anawaachia pesa kadhaa, yeye hakaguliwi, ila kwa wasafiri wengine ilikuwa ni lazima kuweza kukaguliwa, na wale ambao hawakuwa na pesa wengine walikuwa na uawa kwa kupigwa risasi, na wale ambao walikuwa na pesa walihonga na kuruhusiwa kupita. Hayakuwa maisha ya hadithi kwa Bwana Onesmo, bali ulikuwa ni uhalisia wa maisha ambao watu walikuwa wanaishi ndani ya Kongo. Njia hii ilikuwa ni ndefu, kwani walitembea kwa siku karibia 2 bila kufika. Kuna sehemu moja ambayo ilikuwa na milima mingi. Walikatiza sehemu ambayo dereva alikuwa amehakikishia kwamba hakukuwa na wanajeshi wala waasi, ila kwa bahati mbaya walikutana na gari za jeshi la Kongo ambazo zilionekanika kuchakaa kwa risasi. Wanajeshi walisimamisha gari hiyo na kuwataka watu wote mle washuke, akiwemo dereva. Hivyo akaanza kumpiga, hali ambayo Onesmo hakuona kama ilikuwa ni sawa. Wenzake walimshika mkono kwa kuwa hawakutakiwa kuingia kwenye ugomvi huo, ila hakuweza kusikiliza jambo hilo, akalazimika kuingilia ugomvi. Kuingilia kwake kuliwafanya wale wanajeshi kumgeuzia yeye kibao. Sasa ule msala wote wa dereva akahamishiwa yeye. Walipoanza kumtesa wakiwa wanamwekea silaha, mwenzake mmoja hakuona kama ilikuwa ni sawa. Alifungua buti lake ambalo lilikuwa limechoka, akavuta bastola yake ambayo alitumia kumuua yule bwana ambaye alikuwa karibu na Onesmo. Hali hiyo ilisababisha eneo hilo kuchafuka. Wakaingia kazini kuanza kuuana na wanajeshi wa Kongo ambao waliua raia wengine wasiokuwa na hatia kwenye ile gari zaidi ya 5. Hata hivyo, wanajeshi walitoweka sehemu ile kwa kukimbia baada ya kuanza kusikia risasi kutoka milimani zikishuka upande ule. Walikuwa ni waasi na hapakuwa mahali sahihi tena kuendelea kukaa pale. Yule dereva ambaye alikuwa amewabeba kina Onesmo na abiria wengine aliingia kwenye ile gari na kuiondoa pale kwa kasi, ila walipofika mbele mahali ambako angalau palikuwa pametulia, watu wote mle ndani waliwataka Onesmo na wenzake waanze kushuka na kuondoka zao, maana walionekanika kuwa ni watu ambao wangewaletea matatizo mbeleni, na watu hao hawakuwa na maisha mengine mawili ya kuweza kuyaishi. Hawakutaka kuishi kwa kubahatisha. Hali ile ilimfanya Onesmo na wenzake kushuka na kuanza kufuata lamani kwa msaada mkubwa wa dereva, maana walimlipa vizuri. Safari ya siku 2 kufika na gari walitumia siku 4, hali ambayo ilikuwa sio ya kawaida kwao kwa sababu kazi yao iliwataka kwa siku 2 tu, na wao wameondoka na wale mateka kwenda sehemu ya msaada ambako kuna helikopta ingeenda kuwachukua. Kufika kwao baada ya siku 4 Kichanga kulifanya wao kuharibu kazi yao, kwani walikutana na machafuko makubwa ndani ya kijiji kile ambako ndiko ilikuwa kambi mpya waasi ambao walikuwa na mateka na wale mateka. Jeshi la Kongo lilikuwa linapambana na waasi wale usiku kucha, jambo ambalo liliendelea pale kijijini ni mauaji ya kutisha. Walijiunga na mapigano baada ya saa kulibaki kimya. Hakuonekanika muasi hata mmoja wala mwanajeshi yoyote zaidi ya wanakijiji wenyewe. Baada ya kuulizia waliambiwa kwamba kuna nyumba ambayo ilikuwa inatumika kuhifadhia mateka wa waasi hao ilikuwa imeshambuliwa jana yake na jeshi la Kongo, kwani waliamini sehemu hiyo ilikuwa inatumika kuhifadhi waasi, ila kwa bahati mbaya hawakujua kama mle ndani kulikuwa na mateka ambao baadhi yao walikuwa ni Watanzania. Kusikia kwamba kulikuwa kuna Watanzania ndani ya ile sehemu kulizalisha taswira tofauti kabisa kwenye vichwa vya wanajeshi wale. Onesmo akiwa ndiye alikuwa anaongoza wenzake alikimbilia kwenye ile nyumba na kuona miili 15 ya watu ambao walikufa. 5 kati ya wale marehemu walikuwa ni Watanzania ambao wao ndio walikuwa wametumwa kuweza kuwaokoa. Ujinga wake wa kuingilia mambo ambayo hayakumuhusu kule milimani ndio ilikuwa ni sababu ya wao kushindwa kuokoa Watanzania wenzake, kwani kama angeamua kukaa kimya lazima wangewahi kufika sehemu hiyo na watu wangeondoka nao wakiwa hai na wazima wa afya. Ile hali ilimkatisha tamaa. Alijihisi kuwa mkosaji mkubwa na mtu ambaye kwenye maisha yake
alikuwa ni wa kufeli tu. Onesmo, tuondoke hapa haraka. Mwenzake mmoja alikuwa ameongea lakini hakuwa anamsikia. Onesmo aliongea kwa sauti kubwa zaidi, akamshtua kushtuka kama mtu ambaye alikuwa yuko usingizini. Mimi siondoki hapa. Vipi, umechanganyikiwa? Hao watu wameua na yetu kwa uzembe wangu mimi, alafu eti kirahisi tu unataka mimi niondoke hapa? Hapana, siwezi. Nyie nendeni, mimi hawa nitamalizana nao. Umalizane na watu ambao wamezunguka kila kona ya haya maeneo. Una akili timamu wewe? Hii ni amri na sio ombi. Endelea na safari bila mimi. Wenzake walikuwa wameanza kuhisi kama labda mwenzao alikuwa amechanganyikiwa. Alifunga silaha yake ya udunguaji na kutoka. Walipotaka kumfuata, waligundua alikuwa anaelekea sehemu ambayo risasi zilikuwa zinasikika. Ile hatia ya kuona yeye ndiye sababu ya wale watu kufa ilikuwa inamtafuna vibaya kiasi kwamba akahisi alikuwa na uwezo wa kuweza kuwasaidia wale watu wote ambao walikuwa hapo kwenye ile maeneo. Alienda kukaa kwenye mlima mmoja na kuanza kuua waasi wengi ambao alikuwa anawaona wakipambana na jeshi la Kongo. Hakuishia hapo tu, alihamia hadi upande wa jeshi la Kongo na kuanza kuwaua mpaka pale ambapo alishtuka baada ya kuhisi kuna kitu cha baridi kiliingia kwenye mwili wake kikiwa kama kimemchoma hivi. Hakuelewa tena ambacho kiliendelea kwa wakati ule mpaka pale alipokuja kushtuka baada ya kuzinduka akiwa hospitali. Kumbukumbu za matukio yake hazikumfanya kukumbuka yeye alifikaje hospitali tena, mahali ambako watu walikuwa wakitumia Kiswahili. Haikuhitaji elimu ya chuo kikuu kutambua kwamba alikuwa Tanzania. Akiwa anataka kunyanyuka ili akaulize, aligeukia upande wa pili na kumwona mwenzake mmoja ambaye alienda naye kwenye ile kazi wakiwa wameongozana. Javeli, nimefikaje hapa? Tulilazimika kukupiga sindano kwa sababu ulikuwa unatumia hisia za kipuzi kufanya maamuzi magumu tena kwenye ardhi ambayo unaijua vizuri kabisa, maana wewe umeenda kule mara nyingi kuliko sisi na wewe ndiye ambaye ulikuwa ni kiongozi wa kikosi. Baada hapo nikiendelea. Kwenye wale watano ambao tulienda kule, ni mimi na wewe tu ndo ambao tumefanikiwa kuishi. Onesmo, unamaanisha nini kusema ni sisi ambao tumefanikiwa kuishi? Wenzetu watoto wameuawa. What? Tulitakiwa kuwahi kuondoka baada ya kukuta wale watu ambao tulikuwa tumewafuata wameuawa, lakini maamuzi yako ndo ambayo yalifelisha hilo zoezi zima, na unajua kanuni zetu, hatuwezi kumwacha mwenzetu nyuma, hususan akiwa yuko hai. Hivyo tuliamua kuanza kukufuatilia, na tulipokuona tulijua kabisa kwa njia ya kawaida usingekubali kuondoka ile eneo, na ndio sababu tukawa tumetumia sindano ya dawa kukuchoma ili ukija kushtuka wewe Tanzania. Hilo lilifanikiwa tu kujua kwamba kushambulia kwako yale maeneo kuliwafanya wale watu kuhisi kulikuwa na watu wengine, hivyo wakahamia ule upande ambao tulikuwepo. Baada ya risasi kuanza kuja upande wetu, ili tulazimu kuanza kujitetea huku tukiwa tunakimbilia sehemu ya msaada. Tulifanikiwa kuingia kwenye gari ambayo tuliiba kule kijijini na kuanza safari, ila mwisho wa siku sisi ni wageni kule. Hatuzijui njia fupi, hali ambayo ilifanya kufuata tu lamani ndefu na watu wale walikuwa wanatuibukia mara kadhaa kuweza kutushambulia. Ikawa imebakia kilomita 1 kuweza kufika, gari lilipigwa risasi ya tairi, hivyo katulazimu kuanza kutembea kwa miguu. Mimi ndiye ambaye nilikuwa nimekubeba mgongoni, huku wenzetu nyuma akiwa anashambulia ili kutulinda. Ila mwisho wa siku silaha ambazo tulikuwa nazo hazikuwa zinatosha kukabiliana na wale watu. Wenzangu walisema kwamba nikufikishe kwenye msaada kwanza kisha wao wangefuata, ila ile ilikuwa ndo mara ya mwisho mimi kuongea nao, kwani hata nilipofika sehemu ambayo kuna helikopta ilikuwa inatusubiri sikuwaona. Nilitazama kwa darubini kuona mahali ambako walikuwepo. Jambo la kwanza ambalo niliona ni wao kuzungukwa na wale waasi, na jambo la pili na la mwisho kuweza kuliona kwao ni wao wakiwa wanapigwa risasi na watu wale. Hivyo ndivyo ambavyo maisha wenzetu yaliishia kwenye mikono ya watu wale. Kwa hiyo jambo pekee ambalo lilifanyika ni mimi kuondoka na wewe kule kuweza kurudi nyumbani. Ndio maana ni sisi wawili tu ambao tupo hai mpaka sasa hivi. Onesmo, Mjeda alijisikia vibaya kupitiliza. Ile haikuwa hali ya kawaida kwa upande wake. Alijiona kuwa moja kati ya watu wajinga na wenye mikosi zaidi duniani. Maamuzi yake ya hovyo sio tu kwamba alikuwa amesababisha kuuawa kwa wale mateka ambao walipaswa kuokolewa, bali alisababisha hata kuuawa kwa wanajeshi wenzake ambao kwake hawakuwa marafiki tu, bali walikuwa ni familia. Alilia sana Onesmo, ila hakubadilisha kitu kwamba yeye ndiye ambaye alikuwa ni sababu. Haikubadilisha kitu kwamba wenzake walikuwa wamekufa kweli, na haikubadilisha ukweli wa kwamba baada ya pale alivuliwa vyeo vyake na kufukuzwa kazi, ambapo alikaa miaka 2 akiwa ni mtu wa kunywa pombe, kuondoa mawazo ya yale ambayo aliyafanya, mpaka kwa mara nyingine alipokuja kukutana na mkurugenzi wa usalama wa taifa akaamua kumpatia kazi ya kufanya, hasa baada ya kujua historia ya maisha yake. Na ndio sababu ambayo ilimfanya akaishia kuwa afisa usalama wa taifa, ambaye kwa muda huo hizo kumbukumbu alikuwa anazivuta kwenye kichwa chake akiwa ameshikilia silaha yake kwa umakini.
Kumbukumbu hizo zilimfanya awe makini zaidi, kwani aliamini ya kwamba yeye alikuwa na deni kubwa kwa nchi yake. Alitakiwa kufanya kazi kizalendo, hasa kuweza kupunguza matatizo ambayo aliyasababisha miaka ya huko nyuma akiwa na wenzake Kongo. Moyoni mwake Onesmo alikuwa na uchungu mkubwa sana. Ndio sababu ambayo ilimfanya asitake kufanya kosa la namna yote ile kwenye kuyatekeleza yale majukumu yake ya msingi. Alitulia kidogo na kwa kutumia lensi ya kwenye silaha yake aliangalia kule chini ili aweze kuona kwa wakati ule ni kitu gani kilikuwa kinaendelea. Aliwaona wale watu wake wakiwa wanashuka kwenye magari, ambapo kila mtu alikuwa ameshuka kwenye gari yake, wakakutana katikati. Wawili kati yao alitakiwa kuwaua, na mmoja ambaye alikuwa amevaa suti ya blue alikuwa tofauti kabisa na wenzake. Hivyo ilikuwa ni jukumu lake kumjeruhi asiweze kuondoka pale. Alitoa bazoka moja mfukoni na kuiweka mdomoni kwake, alimungunya kidogo na kuishika silaha yake nzito. Zoezi lile lilichukua takriban sekunde 10 tu peke yake, lakini wakati akanarudisha jicho kwenye lenzi, alisajibishwa na kile ambacho alikuwa anakiona. Alifikicha macho yake kwa vile alikuwa amehisi huenda alikuwa anaona vibaya, ila ukweli ni kwamba kila ambacho alikuwa anakiona kilikuwa sahihi. Haikuwa ni bahati mbaya wala sio eti macho yake ambayo alikuwa anamdanganya. Mbele yake wanaume wawili walikuwa wameuawa tayari, na ule muda ambao alikuwa anatizama alimuona yule ambaye alikuwa anatakiwa kumpata akiwa hai akishika shingo yake. Alipotazama kwa umakini zaidi alitambua ile shingo ilikuwa imetobolewa kwa risasi nzito, hivyo wote watatu wakawa wamekufa muda ule. Kushangazwa kwake kulimfanya kwenda na tahadhari pia, kwa sababu ilionekanika sehemu ile haikuwa salama kama ambavyo yeye alikuwa anaichukulia mwanzo. Hali iliyomfanya kupiga hesabu za namna walivyokuwa wamepigwa risasi ili aweze kujua mdunguaji mwenzake alikuwa yuko sehemu gani. Moyo ulipiga kite baada ya hesabu zake kuhisi karibu na sehemu ambayo alikuwepo yeye. Ndipo akaamua kugeukia pembeni. Umbali wa mita 15 kulikuwa kuna ukuta mdogo ambao ulitenganisha upande wake na upande mwingine. Kwa hesabu zake muuaji alikuwa ameketi sehemu ile bila hata yeye mwenyewe kujua. Sasa uwepo wa muuaji sehemu kama ile ulimfanya moyo wake kuanza kwenda mbio kupita kiasi. Kwenda mbio kwa moyo wake kuliongozana na hisia mbaya ambazo zilizalishwa kwa kutumia mlango wake wa sita wa fahamu. Aligeuka taratibu baada ya kuhisi nyuma yake kulikuwa na mtu. Hisia zake zilikuwa sahihi. Kulikuwa na mwanaume mmoja ambaye alikuwa amevaa jinsi nzito mwilini mwake na vesti tu pekee, huku pembezoni akiwa ameweka begi ambalo bila shaka lilikuwa na silaha yake na mavazi mengine. Alikuwa amemnyoshia bastola huku akiwa anampatia ishara yeye kuweza kuitupa ile silaha yake. Hakuwa na namna zaidi ya kuweza kufuatisha kile ambacho alikuwa ameambiwa. Sijajua nini ambacho kilikupata Onesmo, maana niliamini ungelikuwa bora ama makini zaidi hapa. Kwa historia yako jeshini na ya kuwa moja kati ya wadunguaji bora, hukupaswa kabisa kuruhusu mpaka mimi nafanya mauaji ya wale watu. Haujui kama kuna mdunguaji mwenzako hapa. Tena kwa uzembe kabisa mpaka na kuja kufika hapa ulipo ndipo nashtuka. Sasa ungelikuwa ni sehemu ambayo ulikuwa unapaswa kuwaokoa wenzako wote, si ungewaua kwa uzembe wako namna hiyo. Umeyafa vipi maisha yangu ya jeshini? Sio maisha yako ya jeshini tu, bali najua maisha yako yote. Kama ningelikuwa mtu mbaya namna hiyo, nina imani kwamba ningeenda kuua familia yako yote, ila sio kazi yangu, kwa sababu kazi yangu ni kuua wewe tu hapo. Kwa hiyo umekuja kuniua, ila unajiona kuwa ni mtu mwema kwa kuwa tu hautaiua familia yangu. Wewe uone kama huo ni ubinadamu ambao kwa maisha sasa hivi ni ngumu sana kupata kwa watu. Umetumwa na viongozi, sio? Kwa sababu kila nikikuangalia unaonekanika ni mwanajeshi wa Tanzania wewe. Mimi na wewe wote tunakilinda kitu kimoja, japo tunapokea amri tofauti, ila lengo ni moja. Hizi kazi zetu bwana, unazijua vizuri ndugu yangu. Ikifika wakati wa kufuata amri, kila mtu waga haulizi, na hayo ndio maisha yako hivyo. Sidhani kabisa kama utanilaumu mimi kuja kukuua hapa. Kama mpigania nchi mwenzangu, kabla ya kuniua ni vyema zaidi ungeniambia hata sababu ambayo inakufanya uniue usiku. Ni amri ya moja kwa moja kutoka kwa rais mwenyewe. Rais ndiye akutume uniue mimi. Sio mimi, sema sisi. Wenzako wote 5 wameuawa. Yaani mpaka muda huu ulikuwa umebakia wewe tu, ili tuweze kuripoti kwa mkuu wa majeshi kwamba awasilishe kwa rais. Why? Kwa nini? Kwa sababu mtakuwa sababu ya kuleta ugumu wa kumua Damigo. Rais ndiye anataka kumua Damigo. Ndio. Kwa kuwatumia nyinyi hapo. Ndio. Na umeamini hilo jambo linawezekana? Unamaanisha nini? Umewahi kukutana na hicho kiumbe kwanza, au unaingizwa kwenye mtego ambao haujui kwa kigezo cha kutumwa na mabosi zako? Unamaanisha anaweza kupona kwenye mikono yetu sisi wote 6? Hata mngelikuwa 10 msingeweza kumua yule mtu. Na kusito kama kweli rais ndiye yupo nyuma haya mambo, kwa sababu huenda anahisi kuna siku Damigo atakuwa ni hatari kwake, basi kimbia mapema.
Nenda mahali ambako utaishi kwa amani, kwa sababu siku ambayo utakutana naye ana kwa ana ndio siku ambayo utatambua ya maisha ambayo tunayachezea na maana kubwa sana kwenye siku zetu ambazo tunakuwa hai. Ni wengi nimesikia wanamsifia vya kutosha, hata mimi mwenyewe nina hamu kubwa sana ya kuweza kuonana naye ili nione kama ana hivyo vitu ambavyo mnamsifia navyo. Kama ingelikuwa rahisi hivyo unavyohisi wewe, basi rahisi angewatumia watu wengine wa ndani zaidi ambao anawaamini. Kuwatafuta nyie ujue ni jambo gumu. Huyu bwana aliwahi kuangusha umoja wa watu wa kutisha peke yake. Itakuwa kwa nyie sita. Na kama akijua rahisi upo nyuma hili, jiandaeni kuyapokea matokeo yote yale ambayo yatafuata baada ya hapo. Unaongea kama vile ni mtu ambaye unahitaji kuonewa huruma Onesmo. Na nipo nje ya muda eti. Alimpiga risasi baada ya kuona bwana yule anataka kumjaza mawazo ya kuamini kazi yake ilikuwa ni ngumu kuliko alivyokuwa anaiona mbele yake. Ile timu ya mkurugenzi ambayo ameandaa kwa ajili ya kufuatilia sakata la kurudi kwa Jamila na watu wake ilikuwa imeuawa yote, na kila ambaye alikuwa na uao kwenye ile timu alikuwa anaambiwa kwamba kabisa ukweli wa mambo na sababu za wao kuuawa, ili kuhakikisha hakuna ambaye anakufa bila kuweza kujua nini kilimfanya mpaka akatishwe maisha yake. Umeona bana? Basi bwana, tuendelee na upande mwingine wa simulizi yetu. Saa 11 asubuhi ndio muda ambao taarifa ilikuwa inamfikia mkurugenzi baada ya kukurupushwa usingizini ndani ya chumba cha kupumzikia ofisini kwake, ambako alikuwa ameenda kwa ajili ya kusubiri majibu ya kazi ya vijana wake. Alikuwa anahitajika ndani ya ofisi kwa sababu kulikuwa kuna taarifa mbaya ambazo zilikuwa zimeingia na zilikuwa zinamhitaji moja kwa moja. Alinyuka haraka na kuwahi ndani ya chumba hicho cha ofisi, ambako kulikuwa kuna vijana wake kadhaa waliokuwa wanafuatilia kila hatua ambayo ilikuwa inaendelea huko. Boss, tuna tatizo kubwa sana. Wabadilisha ripoti kwamba wamemaliza kazi. Hapana, kuna taarifa mbaya boss. Hakuwa ameelewa wale vijana wake walikuwa wanamaanisha nini. Mnataka kuniambia nini? Hawakuongea, bali kwenye screen wakaonyesha sura za miili ya wale vijana wake. Nini kinaendelea? Wote wameuawa. Unazungumzia kina nani? Timu ambayo kuna itumia boss. Mnanitania sio? Hapana. Ndio ukweli ambao upo. Na hizi taarifa mmezipatia wapi? Polisi wametuma taarifa hizi. Kwake aliona kama vile ni utani. Alibeba simu yake akatoka mezani na kumpigia IGP kuweza kuthibitisha taarifa hizo. IGP, hizi taarifa ambazo nimezipokea kutoka jeshi la polisi ni za kweli? Ndio mkurugenzi, ni za kweli. Nini kimetokea? Tumepokea simu kutoka kwa watu 6 tofauti wakielezea kwamba kulikuwa kuna uhalifu mkubwa ambao umefanyika, na wakawa wanatupatia hadi location za wapi tungeenda kupata miili ya watu ambao walikuwa wameuawa, huku akituambia kwamba walikuwa ni watu wako, na ndio maana baada tu ya kuikusanya hiyo miili, mtu wa kwanza kumpa taarifa alikuwa ni wewe, ili kama utahitaji hii miili iweze kuletwa kwako. Mkurugenzi alikuwa ametulia kwa muda akiwa kama mtu ambaye alikuwa anajaribu kuziamini taarifa zile, ila kwake ilikuwa inamwia vigumu sana kujipa uhakika kwamba ni kweli ile jambo lilikuwa limetokea na yale yote yalikuwa yametokea ni kwa vijana wake. Yaani unataka kuniambia kuna watu ambao kwa taarifa yako wauaji walikuwa wanaripoti matukio ya kuwaua vijana wangu na kukupa maelekezo kwamba ni watu wangu mimi? Ndio. Kwa taarifa zako za haraka unahisi wameuawa na watu wangapi? Kwa hesabu za haraka wameuawa na watu 6 tofauti, kwa sababu simu zimepigwa kwa tofauti wa dakika kadhaa tu, yani, na miili imekutwa ikiwa bado ni ya moto. Maana yake ni kwamba kila muuaji alikuwa anapiga simu baada ya kumuua mhusika. Walikuwa maeneo tofauti, hivyo isingekuwa rahisi kwa mtu mmoja kuweza kufanya matukio yote kwa wakati mmoja. Nitumie taarifa kwenye barua pepe yangu muda huu. Aliga na uketi chini. Bado kichwa chake kilikuwa kinawaza namna ambavyo lile jambo lilikuwa limewezekanika kufanyika kweli, tena kwa haraka na weledi mkubwa namna ile. Ila kuna mahali akili yake ilikuwa inaishia na kumpatia majibu ambayo yalimfanya kutaka kuamini taarifa zile. Alitazama ile taarifa kwenye barua pepe ambayo iliambatana na picha na video za vijana wake ambao aliwapatia maagizo masaa kadhaa nyuma. Aliketi chini kwa kinajiki wazi kuongeza speed yake. Mwili ulikuwa ni wa moto ghafla, akiwa anajishauri nini ambacho atakao kufanya. Hili linawezekana vipi? Hao akaongea kwa sauti kubwa akiwa anaibamiza ile simu yake kwa nguvu sakafuni. Alinyanyuka na kwenda kushika ukuta kwa hasira. Aligeukia vijana wake mle ndani na kuwatizama. Kuna hata mmoja wenu ambaye ametoka ndani ya hiki chumba tangu nitoke? Hapana bosi. Mna uhakika? Ndio bosi. Hakuongeza jambo jingine lolote, ila alijibeba mwenyewe kwa mwendo wa haraka kama mtu ambaye alikuwa amevurugwa na kutoka mle ndani. Alipiga simu kwa wasaidizi wa rais ambao aliwataka wamwamshe mheshimiwa, kwani kulikuwa kuna jambo la hatari ambalo
ilikuwa inaitokea Tanzania na alikuwa anatakiwa kuongea na mheshimiwa kwa wakati huo. Luciana, umenikurupua sasa hivi, bado usingizi wangu haujaisha. Ni jambo gani ambalo limekuwa hatari kwa taifa mpaka unataka kuwafanya walinzi wangu wanitoe roho kwa makelele ambayo wamenipigia kitaka niamke? Rais akiwa ndani ya pajama aliongea huku akiwa anapiga miayo. Bado alikuwa na wenge la usingizi ndani yake. Mpaka sasa najaribu kuwaza kwa ukaribu na kupiga hesabu zangu kujua ni kitu gani kilitokea, lakini sipati jibu la moja kwa moja. Na hisi nipo ndotoni na nikiamka kila kitu kitakuwa kama mwanzo, ila mwisho wa siku naelewa kila ambacho kinaendelea ni ukweli. Unazungumzia ni Luciana. Wewe ni mtu ambaye una nafasi kubwa sana kwenye taifa hili, hivyo hautakiwi kuongea kwa mafumbo zaidi ya kuniambia ukweli juu ya nini ambacho kinaendelea. Vijana wangu wote 6 wameuawa. Vijana wako wameuawaje? Mpaka sasa hivi sielewi. Unamaanisha hao ambao ulisema kwamba unawaandaa wakafanya hii kazi mtaani? Ndio mheshimiwa. Niambie unanitania. Sijai kukutania kwa jambo lolote, na hata kama ingelikuwa hivyo isingelikuwa kwenye swala la maisha ya watu tena ambao wapo chini yangu mimi. Wamekufaje? Wameuawa na nani? Sijajua bado. Sasa umejuaje kama wameuawa? Wauaji walikuwa wanatoa taarifa kituo cha polisi kila walipokuwa wanamuua mmoja na kuwataka polisi waweze kunifikisha taarifa mimi. Yaani mtu ambaye anaua ndiye anatoa taarifa ya kufa kwa mtu fulani? Ndio mheshimiwa. Unataka kuniambia kwamba walihitaji wewe ujue? Ni sahihi. Sasa watu taarifa wamezitolea wapi? Mpaka sasa hivi ni swali ambalo mimi najiuliza, bado sipati jibu. Hii taarifa ambayo tulikuwa tunaijua ni mimi na wewe tu. Hakuna mtu mwingine ambaye hata kwa bahati mbaya anajua lote lile ambalo lilikuwa linaendelea. Hivyo inanishangaza mpaka sasa hivi kwamba nani mwingine ambaye alikuwa anajua ni wapi angekuepo. Vijana wako ambao walikuwa ndani ya ofisi wakifuatilia, una imani nao? Nina imani nao, na hakuna hata mmoja ambaye ametoka ofisini. Hata kama nisingekuwa na imani nao, bado asingeweza kujua, kwa sababu hakuna hata mmoja ambaye alikuwa anatambua wale watu walipewa kazi gani na wapi walikuwa wanaenda muda ule. Mashine ambazo wameunganishwa nazo ni za wao kupokea taarifa tu. Hawana uwezo wa kuweza kutuma taarifa nje, hivyo hakuna namna ya kwamba wamefanya haya na haiwezekani. Nadhani hapo unatakiwa kuanza kuwaza upande wa pili. Mheshimiwa, sidhani kabisa kama unamaanisha hicho ambacho nakisema. Nadhani haujamaanisha kuwatuhumu kwamba wao ndio ambao wamevujisha taarifa kwamba wao watakuwa wako wapi mheshimiwa. Sijawatuhumu, ila kwenye hizi kazi unatakiwa kuwa na uwalakini wa kila jambo. Kama taarifa zilikuwa ni kwangu mimi na wewe tu, unahisi nani mwingine ambaye angejua ni wapi walipo wale na location ya kila mmoja? Au kwamba kuna uchawi umetumika kuweza kufanikisha jambo hilo? Hata unajua hili haliwezekaniki, hivyo maana yake ni kwamba kuna mmoja wao ambaye amewauza wenzake na wahusika. Baada ya kuona hilo jambo linaweza kuja kuwa ni hatari kwa upande wao kwa baadaye, hata huyo ambaye alikuwa ni msaada kwa wakaamua kumuua. Kama ni kweli limetokea, unahisi ni Jamila atakuwa anafanya haya? Wameua na mtu mmoja? Hapana, watu 6 tofauti. Angelikuwa mtu mmoja, huenda tungeweza kuanza kuvuta hisia kuhusu mume wako, ila kusema ni watu 6, maana yake Jamila anaweza kuwa anahusika na hili. Huyo mwanamke ni shetani kupitiliza. Kama anajiona mjanja kufanya haya kwa sasa, nataka kumuonesha nini maana ya sheria kuwepo kwa ajili ya watu kama yeye. Hilo alitotokea Luciana. Mheshimiwa, sijakuelewa. Kwa sababu unataka kupumzika. What? Naelewa unatamani kuifanya kazi. Najua ni kwa namna gani unalipenda hili taifa, ila kwa sasa hivi haupo sawa kufanya kazi. Kwa haya ambayo yanaendelea kwa mumeo na hawa vijana wako kuweza kuuawa, unaenda kuanza kufanya maamuzi ya hasira ambayo hata mwenyewe unatambua sio sawa, maana yake yanaweza kuwaingiza watu wengi kwenye matatizo makubwa. Haijalishi vijana wako wamekufa kwa ustaliti wao wenyewe kwa baina yao, ambao hatujui ni nani ambaye kahusika, ila uwezi kuikwepa lawama hii kwa kuwa ni operation yako, na siwezi kuruhusu uendelee kufanya kazi ukiwa kwenye hali kama hiyo, na ndio maana nakupa likizo. Uwezi kunifanyia hivi. Hata mwenyewe anajua sio sawa. Yaani tupo katikati ya vita wakati ambao taifa linanihitaji kwa ukubwa zaidi, alafu nasema kwamba tunanipa likizo. Kama isingelikuwa historia yako nzuri kwa taifa hili, kwa haya ambayo yanaendelea kutokea chini yako wewe, nilitakiwa kukufuta kazi. Nakupa likizo, nafasi yako hata pewa mtu mwingine, bali kwa sasa hivi hii kazi naenda kumkabidhi makamu wa rais, kwa sababu ni mtu wako wa karibu na ninaamini kwenye mikono yake. Naamini kwenye mikono yake utaamini kwamba kila kitu kipo sawa. Ila uamini kwamba nakutakia mema wewe. Nitampatia ruhusa ya kukurejesha kazini pindi akiona upo sawa, ili utambue sio mimi tu ambaye nakuona kwamba haupo sawa. Wewe ni binadamu, umepitia mambo mengi mabaya na mazuri. Nataka upate likizo walau ya siku kadhaa, ili ukirudi kichwa kiwe kimetulia na ujue unaanzia wapi kuifanya kazi kwa weledi mkubwa, kwani wewe ndiye mtu ambaye nakuhitaji zaidi kwenye hili.
na unatambua nipo sahihi kwa ninayokuambia hapa. Kwa kutumia akili ya uzoefu wake, bosi wake alikuwa yuko sahihi kwa alichokuwa anamwambia, ila kama angejua yale ambayo yalikuwa yanaendelea nyuma ya pazia, basi angetambua bosi wake hakuwa sahihi, bali alikuwa anaanza kumpunguza taratibu ili mipango yake iweze kukamilika bila mkurugenzi kuwa na taarifa juu ya nini kilikuwa kinaendelea. Sawa bosi, alijibu akiwa anauma meno yake. Alitoa heshima kwa kiongozi wake na kutoka kwenye ofisi ambako alibakia rais akiwa ameketi na kutabasamu. Hesabu zake zilikuwa zinaenda vizuri kabisa. Alitabasamu tena na kunyanyuka kwenda kujiandaa kwa sababu kuna mahali ambako alitakiwa kuwahi muda huo. Umeona bana? Sasa twende nyumbani kwa Ziada Mzwane. Umepata taarifa kuhusu binti yako pendwa? Ilikuwa ni sauti ya rais baada ya kukaribishwa nyumbani kwa makamu wake ambako alifika asubuhi ya mapema. Najisikia vibaya anapitia mambo kama haya. Kuhusu kazi najua ni wajibu wake, ila mambo haya ambayo namuonea huruma ni ya kifamilia kabisa. Ni sahihi Ziada. Kuna wakati kama wanawake uaga mnakuwa na uchungu na familia kupita kiasi, na yule ni mama ambaye kila akifikiria kuhusu maisha ya mwanae, maisha ya mwanae ambaye alikubali kuwa naye kwa hali na mali, lazima imtese kuona kwamba anakuwa kwenye nafasi kama hii. Na ndio maana mmo kumpatia likizo. Sijakuelewa, umesema likizo? Ndio, kwa nini? Leo wameoa vijana wake 6 kwa Mlia. Hilo sio kosa lake mheshimiwa, ila walikuwa chini yake na amri amewapa mwenyewe. Upo kwenye kazi hizi kwa muda mrefu sana, natambua vyema kuliko mtu yote yule. Sasa hili linahusiana nini na wewe kumpa likizo? Akili yake haipo sawa. Anaweza kufanya maamuzi ya hovyo ambayo anaweza kuwaingiza matatizoni watu wengine, na siwezi kuruhusu hilo liweze kutokea. Mheshimiwa anamjua vizuri Luciana na wewe ni shahidi kwake. Hili sio jambo la kumfanya Luciana aweze kupoteza uwezo wa kufikiria. Amekutana na mambo mengi sana kwenye maisha yake na bado alikuwa anaifanya kazi yake vizuri, labda kama una sababu nyingine. Nalitambua hilo na ndio sababu ambayo imenifanya mimi kuja hapa. Kuongea kuhusu wewe kumsimamisha kazi kwa kumdanganya umempa likizo. Sitamtoa kwenye nafasi yake, ila nimemtoa kwa sababu nataka kununua muda. Kununua muda wa nini? Wa kukamilisha kazi ambayo inatakiwa kufanyika kuhakikisha tunarudisha taifa kwenye sehemu sahihi ambayo linastahili kuwepo. Umeniacha kidogo hapo. Mimi ndiye ambaye nimeoa vijana wake. Mheshimiwa, na hakika hujaelewa, ila nina imani kwamba utakuwa umechoka sana na kazi za usiku, hivyo na kuomba kupumzike ukiwa sawa. Mimi mchana nitakuja Ikulu tuweze kulizungumzia jambo hili upya eti. Ilikuwa ni hatari kubwa sana kwa rais kukili hadharani jambo kama lile ambalo makamu wake Ziada Mzwane aliliona kama ni mazungumzo ambayo mheshimiwa hakuwa amemaanisha, na ndio sababu alikuwa anamtaka kupumzike. Unahisi nimetunga haya maelezo? Ni kweli mimi ndio nimetoa amri ya kuwaua watu ambao tulikuwa tunajua kuhusu location za kila mmoja ni mimi na yetu, na ndio maana imekuwa rahisi kuwaua wote kwa wakati mmoja. Mheshimiwa anarudia tena, huyu sio wewe, na nina imani hata haujui ninachokimaanisha, hivyo na kuomba kapumzike, akili kae sawa. Rais aligonga meza yake kidogo aibomoe kwa hasira kali. Hivi unanisikiliza kwa umakini ninachokiongea ama unachagua kile ambacho unakitaka wewe? Na kusikiliza lakini sikuelewi mheshimiwa. Lengo nataka kumuua Damigo na Jamila. Makamu alitulia. Kubishana kwake na ukweli halikuwa sababu ya kumzuia rais wake kuweza kumpatia ukweli juu ya mambo gani ambayo alikuwa anaendelea kwa wakati ule. Kama nimekusikia vizuri umesema unataka kumuua Damigo na Jamila. Asa nadhani umeanza kunisikiliza. Damigo huyu mume wa Luciana. Ndio. Mheshimiwa tafadhali zani kabisa kama huo ni mstari ambao hata mwenyewe unahitaji kuvuka. Mpaka sasa hivi nimeuvuka, ndio maana ile jambo nilikuwa nahitaji nifanye na wewe. Unihusisha mimi kumuua Damigo? Ndio. Siwezi kufanya jambo la namna hiyo mheshimiwa. Unamaanisha kwamba utaenda kinyume na amri ambayo mimi nitakupatia uzifuate na mambo ambayo nitahitaji uweze kuyafanikisha? Sina maana hiyo mheshimiwa. Kwenye taifa langu hakuna mtu ambaye anatakiwa kujifanya ana nguvu kubwa kunizidi mimi kwenye nchi. Hili ni jambo ambalo sitalikubali kutoka kwa mtu yoyote yule, na kwa gharama yoyote ile. Damigo ameanza kuhisi anaweza kufanya lote kwenye taifa langu na hakuna kitu ambacho kinaweza kumtokea. Hili jambo kuanzia sasa linafika mwisho, na ndio maana anatakiwa kufa. Na hawa vijana ambao umewaua wana hatia gani kwenye hili? Kwenye mpango kumuua Damigo ni siri kubwa sana inahitajika. Hawa vijana kuendelea kufanya kazi mtaani ama kuwepo ilikuwa ni hatari, kwa sababu huenda wangeweza kujua na kumpeleka taarifa bosi wao, jambo ambalo binafsi sikuwa tayari kabisa kuona linaweza kutokea, hivyo wakahitajika kuondoka kwanza. Na hili jambo umeshirikiana na nani kulitekeleza? Mkuu wa majeshi ndiye ambaye kawaua wewe.
Ndio. Tuseme kwamba labda una hoja mheshimiwa. Kumua Damigo kuna uhusiano vipi na kumua Jamila? Kuna uhusiano mkubwa. Kama hili likifanikiwa kweli, nitawatumia vijana hawa ambao watamuua Damigo kumfikishia taarifa Jamila kwamba kuna watu ambao walikuwa wanahitaji kufanya naye biashara, wamemrahisishia kazi yake. Akisikia hivyo, unahisi kwamba atakuwa na ujanja wa kuweza kukataa? Lazima atakubali kukutana nao. Nadhani mpaka hapa unaelewa ni kitu gani ambacho kinafuata baada hapo. Huenda unaweza kuwa na hesabu nzuri kwenye kulifanikisha jambo hili, lakini kabla ya kuwa na uhakika na kile ambacho unakifanya, umepiga hesabu kwamba ni kitu gani kitatokea endapo mambo yataenda tofauti na vile ambavyo umepanga wewe? Unamaanisha kama Damigo asipokufa au kama Jamila asipokufa? Vyote. Ndio maana nimekuja hapa kwako, kwa sababu natambua kwa pamoja ni lazima tulifanikishe hili, hususan kuhusu Damigo, maana siwezi kuruhusu makosa ya hivyo yafanyike. Lakini kuhusu Jamila, kama mambo yakienda vibaya, njia ya kwanza kushindana naye itakuwa ni kumweka hadharani. Jambo ambalo litafanya kila mtu aone kwamba kama rais umeshindwa kutekeleza majukumu yako, kwa sababu mara ya kwanza umewahi kutokea hadharani na kutamba kwamba hiyo kazi ilikuwa imeshamaliza. Mwisho wa siku sijali kama kuna mtu ataongea kuhusu haya. Na Luciana kama akijua hili kitaendelea nini? Huo uamuzi utakuwa juu yake yeye kuchagua kati ya mume wake ama nchi yake na mtoto wake. Una maana ipi kusema hivyo mheshimiwa? Binafsi nimechoshwa na haya ambayo yanaendelea. Nchi yangu mwenyewe, ila kuna watu wanahisi kwamba wanastahili kuishi kama wao, na ndo ambao wanatunga sheria na kuamua nini kitokee. Hilo sitaliruhusu liweze kutokea kwa mara nyingine tena. Ni muda wa mtu kujifunza na kumheshimu kwamba sheria zililetwa kwa ajili ya kila mtu. Ila haya ni wewe mwenyewe ambaye uliyafanya yaishia hapa mheshimiwa. Na ni mimi mwenyewe ambaye pia nimeamua kwa sasa mambo yaende tofauti na yalivyokuwa mwanzo. Na unataka mimi nikusaidie kukamilisha hilo? Ndio. Ile chaguo lako kama upo tayari kufanya hili, lakini pia kama unahisi hauwezi, nijibu muda huu hapa, kwa sababu nataka kujua ni watu gani ambao unaweza kuamini, ili kama haupo na mimi nijue nini ambacho kufanya. Ila zingatia kwamba hii siri inatakiwa kufa nayo ndani yako, kuepusha mimi kuja kwa maadui kwa baadaye. Ule ulikuwa ni mtego wa makamu, kwa sababu kama angesema anamkatalia rais, maana yake angelikuwa anatangaza naye uadui. Alitambua maamuzi ambayo alikuwa anayaamua muda ule yalikuwa ni mazito, ila hakuwa namna nyingine ya kuweza kufanya. Emily hapa kulinda Tanzania na sio mtu mmoja, hivyo nipo na wewe mheshimiwa. Nilijua wewe ni mtu ambaye naweza kukuamini. Natambua huenda njia ambayo ninaitumia kwa sasa hivi sio sahihi, ila jambo ambalo ninalifanya ni sahihi, na ndicho kitu ambacho cha maana zaidi. Kwa sababu watu wanaoa kila mahali kwa sababu Jamila anataka kuwafanya watu wanichukie mimi. Na hivi vita kisasi baina yake na Damigo, na ndio inazidi kufanya mambo kwa mabaya zaidi. Bana wanaonyeshana umwamba ni nani zaidi ya mwenzake, jambo ambalo linazidi kuiweka nchi kwenye hali ya hatari. Hivyo ni muhimu kujua namna nzuri ya kuweza kuongea na Luciana, ajue namna sahihi ya kuweza kudili na hili, ili baadaye nisije kumhesabu kwamba ni adui yangu. Nina uhakika unajua nini ambacho kitatokea baada ya hapo. Naelewa mheshimiwa. Rais alinyanyua kofia yake kutoka kwenye sofa na kuivaa. Alimwangalia makamu wake kwa umakini mkubwa, kwa sababu alimpatia baadhi ya siri nzito, na alitaka kuwa na uhakika kwamba wawili hao walikuwa kwenye ukurasa mmoja, ili kwa baadaye kusije kuwepo na tatizo ambalo lingewaingiza shimoni. Bana we. Aya sawa. Twende kwa CDF na usaliti. Jaliwa Masenyi alikuwa ni mtu wa kwanza kuaminiwa na rais kwenye mfumo wake mpya wa kuisafisha nchi kwa kutumia njia ngumu na ya kikatili. Huyo ndiye ambaye alikuwa anatumika na rais kutakiwa kumuua Damigo baada ya kuwa vijana wa Luciana, lakini pia ndiye ambaye alikuwa anatakiwa kuhusika kumuua Jamila. Kisha baada ya hapo rais alikuwa anahitaji mambo mengine yaendelee, kama hakukuwa na kitu chochote ambacho kilikuwa kimetokeaga. Lakini kuna maisha mengine nyuma ya pazia ambayo mkuu wa majeshi naye alikuwa nayo, na hakuhitaji mtu yoyote aweze kuyajua. Usiku wa manane alikuwa yupo kwenye gari jeusi ya kifahari. Alikuwa anaendesha gari kwa kasi kubwa kwenda nje ya mji, sehemu ambayo ilikuwa na kanisa kubwa ambalo kwa ndani yake kulikuwa kuna ofisi ndogo ila yenye ukubwa wa kutosha. Nje ya kanisa kulikuwa kuna walinzi wanne ambao walikuwa wameshikilia silaha nzito. Mkuu wa majeshi alishuka kwenye gari akiwa amejifunika shuka kubwa jeusi ili kuweza kumficha sura yake. Wale watu walimkagua, na walipohakikisha hana silaha yoyote mwilini mwake, waliweza kumruhusu aweze kuingia ndani.
Baada ya kufika karibu na mbele hakuona mtu, hali ambayo ilikuwa imemfanya kuangaza kila kona mpaka akahisi labda alikuwa amechelewa, ila alipoitazama saa yake alitambua bado alikuwa yuko ndani ya muda mwafaka ambao walikubaliana kuwepo pale. Viti vilikuwa vinamwangalia huku mwanga wa mishumaa ukiwa unasaidia kuleta unafuu wa kuona kila ambacho kilikuwa kipo mbele yake. Aliona pembezoni kukiwa kuna ofisi, alitazama na kutambua ule mlango ulikuwa wazi, hivyo anaanza kufuata, na baada ya kufika nje ya pale alikuwa na usukuma na kuingia ndani kisha akaufunga. Alikutana na mwanaume mmoja ambaye baada ya kugeuka alikuwa ni Jackson, yani mkono wa kulia wa Jamila. Siku nyingine usije ukaniweka mimi namna hii. Kwa muda ambao umefanya kazi na mimi ulikuwa unatakiwa kutambua kwamba nikikuhitaji muda fulani wa mimi na wewe kukutana, unatakiwa kufika nusu saa kabla ya muda husika kuweza kufika. Nalielewa hilo, ila changamoto zingine tu ambazo zilijitokeza, na ndio maana nilikuwa nimefika sasa hivi na bado nilikuwa niko ndani ya muda mwafaka. Nadhani ingelikuwa ni vyema kama tungeingia kwenye mada ambayo imetukutanisha muda huu. Mkuu wa majeshi kuonekanika na mtu ambaye alikuwa ndiye wa karibu zaidi na Jamila kulizalisha sintofahamu nyingine na hali ya hatari kwa Tanzania. Huenda rais alifanya kosa kubwa sana kuanza kuamini watu ambao walipaswa kuwa maadui zake, ila bila kujua alijikuta yeye ndiye ambaye amewekwa mtokati. Umesema una taarifa za muhimu za kunipatia. Ni sahihi. Ndio sababu tupo hapa. Unaweza kunipatia ili niweze kuondoka haraka, kwani nina majukumu mengi sana ya kufanya. Jamila anatakiwa kuuawa. Na nani? Rais mwenyewe. Kwa namna ipi? Nadhani umepata taarifa kuhusu watu wa usalama wa taifa ambao wameuawa jana. Ndio. Wale niliwaua mimi. Kwa nini waue watu wa usalama wa taifa? Ilikuwa ni amri kutoka kwa rais. Unataka kuniambia rais ndiye ambaye alikuwa ameamua kuua vijana wake? Ndio. Kuna nini kinaendelea kwa rais? Nadhani unajua Damigo ni mume wa ndoa mkurugenzi wa usalama wa taifa. Najua. Damigo ndiye alikuwa anatakiwa kuuawa. Sasa hawa vijana walikuwa wamesambazwa na mkurugenzi kuweza kumtafuta Jamila. Hata kama sio kumpata, basi walikuwa wanatakiwa kujua mtandao wetu vizuri. Na kwa namna jinsi wanavyofanya kazi walikuwa wanaenda kulifuatilia hili, lakini rais alitambua kwamba kama hawa wakiwa hai basi itakuwa ni vigumu kumuua Damigo. Na ikabaki kuwa siri, kwa kuwa mambo haya yangeweza kuvuja ikiwa tatizo jingine ambalo, na ndio maana njia bora zaidi ilikuwa ni kumuua Damigo bila kuacha ushahidi wa aina yote ile. Damigo ndiye ambaye anasimama kama kete yake ya muhimu zaidi. Sasa kuna jambo gani hasa mpaka aweze kumuua mtu ambaye ndiye alifanya akabaki kwenye nafasi yake ya urais? Kuna vitu vile ambavyo naweza kusema vimesababisha rais kuchukua maamuzi ya namna hii. Jambo la kwanza ni hofu. Ana hofu kubwa kwamba Damigo anakoelekea anaenda kuwa na nguvu kubwa kuliko hata yeye ambaye ndiye kiongozi mkuu wa nchi, kwani Damigo anaweza kufanya chochote kile anachokitaka, kama kuua bila hata kuhitaji ruhusa kutoka kwake, na lolote ile ambalo analifanya rais hakuna kitu ambacho anaweza kumfanya. Kwa hiyo hili linazidi kumnyima raha, kiamini kuwa kila kitu kinatakiwa kufanyika kwa amri yake. Jambo la pili ni Jamila, na ndipo ulipo mpango halisi wa sababu ya mimi na wewe kuweza kukutana muda huu. Rais anahitaji kumuua Damigo, kisha baada ya hapo ataitumia nafasi hiyo kuweza kuwatafuta nyie kwa kuwatumia wauaji wangu ili kuwapa taarifa ya kwamba amefanikiwa kuwaulia Damigo, na sasa anahitaji ushirikiano wa kibiashara. Kwa namna Damigo alivyo kikwazo kwa Jamila, anaamini kwamba akisikia kuna mtu ambaye amefanikiwa kumuua kwa niaba yake hawezi kukataa kukutana naye ili aweze kumsikiliza anataka kitu gani. Hasa kwenye kukutana huko ndiko ambako utakuwa ni mwisho wa Jamila, kwani watu ambao atakutana nao ni hao wauaji ambao wako chini yangu. Ni rais mwenyewe ambaye ndiye alikuja na mpango. Yeye mwenyewe ambaye alinifuata mwenyewe akaniambia ili kwamba nataka kusafisha nyumba yake, hivyo ni muda wa yeye kufanya maamuzi magumu. Ni mtu gani ukitoa ambaye unahisi rais anamwamini? Kwa nini mambo jinsi alivyo atakuwa ni makamu wa rais? Unaonekana taarifa zako Jaliwa. Kwa nafasi yangu unahisi ni mtu ambaye naweza kuja hapa kwa kukurupuka tu kukupatia taarifa namna hizi? Na kuuliza kwa sababu kwenye maisha yetu sisi hatuna nafasi nyingine ya kuweza kumpatia mtu, na kila hesabu waga na maana kubwa, hivyo nahitaji kuwa na hakika, kwani kama nitatambua unanidanganya utapoteza kila kitu kwenye maisha yako. Mimi mpaka nakuja kwako na kuanza kufanya kazi na wewe, basi unatakiwa kuelewa kwamba namaanisha kitu ambacho nakisema. Kama nikijihakikishia kwamba taarifa zako ni sahihi kama ninavyosema hapa, basi nitakupatia hiyo nafasi ya kuweza kukutana na bosi kwa mara ya kwanza. Mkuu wa majeshi alichekelea kuambiwa vile,
Ni kwa muda mrefu alikuwa anatafuta nafasi ya kuweza kukutana na Jamila ana kwa ana, kwani alikuwa na mengi ya kuweza kuongea na mwanamke huyo. Tangu siku ya kwanza nilitambua wewe ni mtu ambaye naweza kukuamini Jackson. Unaweza kuiongoza nchi. Ndio, nipo tayari. Kwa maelezo ambayo umenipa hapa, nadhani rais na makamu wake wanatakiwa kufa mapema zaidi ili ameturahisishia rais wako mwenyewe. Unamaanisha nini? Kwa sababu nataka na mpango wake kama ulivyo. Kwa sababu hakuweza kutua sisi, basi tutamua yeye kupitia huo mtego wake. Unamaanisha mpango uendelee kama ulivyokuwa mwanzo? Ndio, na unatakiwa kuwa mwaminifu kwa kiasi kwamba ndiye unapaswa uwe mtu wa kumwa ambaye anakuamini zaidi. Jambo hili litamfanya yeye awe anakusikiliza wewe kwenye kila hali na kwenye kila jambo ambalo linafanyika. Na ikifika siku ambayo atatakiwa kuuawa, ndio siku ambayo wewe utamleta mwenyewe na kumkabidhi kwetu. Baada ya hapo, jambo ambalo litafuatia ni kumuua makamu wa rais, na baada ya hapo nchi itatangazwa kuwa kwenye mikono ya jeshi la polisi, kwa kuwa rais na makamu wake watakuwa wameuawa. Hivyo tulikisha taifa kwamba wewe ndiye ambaye utaishika nchi mpaka ufike muda wa uchaguzi, ambapo utaahidi kuweza kuhakikisha unafanyika uchaguzi wa wazi na wa haki ili nchi irudi kwenye hali yake. Kila mtu atakuwa amepata ambacho anakitaka, lakini usisahau kwamba nyuma ya pazia bosi ndiye ambaye atakuwa anaiongoza Tanzania. Hivyo kama utakuwa na tatizo na jambo hilo, unapaswa kuniambia hapa mapema. Mimi sina shida kabisa na hili, kwa nilipo kwenye makubaliano ya mwanzo kabisa, ila nina swali kidogo hapa. Unaweza kuongea? Kama mambo yakienda vile tunapanga hapa nikapewa nchi, vipi ukifika muda ambao itatakiwa kuahidi watu kwamba utafanyika uchaguzi na kumpata rais wa halali wa Tanzania? Mpaka unafika kwenye nafasi hiyo, nilikuwa nadhani wewe ni mtu mwenye akili CDF. Ila mbona kama vile una akili za kitu tunaona hiyo? Yaani unakabidhiwa nchi kwenye mikono yako, ambapo unakuwa na uwezo wa kufanya jambo lolote ile, kwa maana yanakuwa yako ndani ya uwezo wako, ila bado upo hapo nauliza itakuwaje kama muda wa uchaguzi ukija kufika? Mbona unanifanya niwe na wasiwasi na uwezo wako juu ya haya mambo wewe? Mwambie Jamila mimi na yetu tunatakiwa kukutana, kwa sababu kuna mambo binafsi ambayo yanatakiwa kuyasikia moja kwa moja kutoka kwenye kinywa changu bila kupitia kwa mtu mwingine. Mkwamujisha alikuwa ameongea kwa sauti ya kujiamini baada ya kupewa ahadi tamu ambayo aliona inamfaa. Nenda katekeleze majukumu yako kwa ya msingi. Haya mengine niachie mimi, nitajua nini cha kufanya. Alitembea mlangoni kisha kageuka tena. Jackson, jitahidi kuua watu wengi tena maeneo tofauti tofauti ili muweze kuichanganya serikali kabla mambo hayajawa mabaya. Baada ya kufika sehemu ya kuabudia, alisimama na kuitazama kwa muda wa dakika nzima, kisha akaamua kuondoka jumla kanisani hapo. Msikilizaji, tumalizie sehemu yetu hii ya 7 ili kwenda sehemu ya 8 tukiwa tuko upande wa Helena. Helena alikuwa ni mwanamke mwenye uchungu mkubwa. Ni mambo mengi ambayo kama mtokea kwenye kazi yake ya kuwa kwenye kitengo cha kudhibiti dawa za kulevya. Wenzake wote waliuliwa, ni yeye pekee ambaye alikuwa ameweza kupona na kubaki salama. Alifungiwa kwa miaka 4 ndani ya nyumba kuweza kuhakikisha anarudi kwenye hali yake ya kawaida na ile akili yake inarudi kwenye usahihi baada ya yale madhira ambayo alifanyiwa na bwana Otieno ndani ya jiji la Nairobi. Baada ya kufanikiwa kuishi, mkurugenzi alimrudisha tena kazini kwa siri bila rais wala mtu yoyote mwingine kuweza kujua. Alikuwa na imani na binti huyo, lakini hata yeye mwenyewe alikuwa anatamani kurudi kazini, hali ambayo ilimfanya kutolala kuhakikisha anaifanya kazi yake kwa juhudi zaidi, kwani aliamini watu hao hawakustahili kuishi kwenye jamii ya watu ambao walistarabika kutokana na ushetani ambao walikuwa nao. Mkurugenzi hakumwacha hivi hivi, alimpatia kila ambacho alikuwa anakihitaji na vijana wake wawili, lakini alikuwa tayari pia kumuongezea wengine, ila kwa mujibu wa Helena ni kwamba hao wawili walikuwa wanamtosha. Aliwahi kuishi maisha ya mtaani mara kadhaa akiwa anafuatilia majanga hayo ya madawa kulevya, hivyo kwake haikuwa kazi ngumu kuweza kutembelea magenge ambayo yalimsaidia kupata taarifa nyingi juu ya nini kilikuwa kinaendelea kuhusiana na dawa za kulevya jijini na yale mambo ambayo yalikuwa yanaendelea. Ile miaka 4 ambayo alifungiwa ndani haikuwa tu kwa ajili ya kuiweka akili yake sawa pekee, bali pia ni miaka ambayo aliitumia kujiweka sawa kimwili. Alikuwa ameandaliwa watu na mkurugenzi wa kuweza kumkomaza kwenye mapigano ili mwili wake usiweze kuwa dhaifu kutokana na athari kubwa za madawa ambazo alikuwa amezipata. Mida usiku alikuwa Kariakoo kwenye nyumba moja ambayo ilikuwa iko chini ya shirika la nyumba Tanzania. Kwenye jengo hilo alikuwa na fununu kwamba kuna mtu angeweza kupeleka dawa za kulevya hiyo sehemu, na mtu alikuwa ni moja kati ya wasambazaji wadogo wa dawa za kulevya chini ya The Global. Alikuwa amejifunga baibui akiwa kama sehemu ya wateja ambao walikuwa wanavizia madawa hayo hilo eneo. Alikuwa makini na muhusika ambaye alifika kama yeye alikuwa mkazi wa pale,
ila alikuwa na kibegi dogo kwenye bega lake. Alianza kumfuatilia taratibu yule bwana ambaye alikuwa makini kwa kila hatua ambayo alikuwa anaipiga. Ni kama yule bwana alikuwa ameshtukia kwamba yule nyuma yake kulikuwa kuna mtu. Aligeuka haraka, ila kulikuwa na hewa. Helen alikuwa amejibanza kwenye ukuta akiwa na hema kwa nguvu, kwa sababu kama angegundulika alikuwa anawapoteza watu wake na mpango mzima ungefeli. Alijitokeza baada ya dakika kuisha na akakutana na hewa ikiwa inamcheka. Alisonya na kuanza kusogea mbele taratibu, eneo lile likiwa kimya sana. Akiwa anaendelea kutembea kuweza kupenya kwenye vyumba vya ndani, alisikia sauti ya watu wakiwa wananong'ona ndani ya chumba kimoja. Bosi ameingia Tanzania leo na muda sio mrefu anakutana na mkuu wa jeshi nje ya mji kufanya mazungumzo. Wewe kazi yako ni kuhakikisha hizi dawa zinafikiwa kwa watu wote maeneo haya. Kila mtu anatakiwa kutumia madawa kwa spidi kubwa sana, kwa sababu Watanzania wengi wanatakiwa kuingia kwenye hili janga. Tunasubiri amri ya bosi mpaka akiingia hapa Tanzania tujue itakuwaje kuhusu mauaji ya watu, ili kama ikiwezekana kesho wafe watu wengi. Ilisikika sauti ya mmoja kwa mbali akishangazwa na mazungumzo yale, kwani mtu ambaye alikuwa akihusishwa alikuwa ni miongoni mwa watu wakubwa kwa ajili ya usalama wa Tanzania. Hatimaye kwa mara ya kwanza bosi anarudi baada ya muda mrefu kupita. Sijawahi kubahatika hata kukutana naye hadharani, ila nina imani siku moja atajua kwamba mimi ni mmoja kati ya watu ambao wamefanya kazi kubwa sana kwa niaba yake. Amekuja msaidizi wake. Yeye bado hajafika Tanzania, ila siku sio nyingi atakuwa narudi. Kwa hiyo tunatakiwa kuweza kusafisha mazingira yote ambayo anayahitaji, kwa sababu baada ya kufika anataka kuichukua Tanzania. Kuichukua Tanzania ni anatakiwa kufa. Ndio maana msaidizi wake anaenda kuonana na mkuu wa majeshi. Huyu mtu ambaye amekuja Tanzania ni moja kati ya watu hatari mno, na ndiye atakayesimamia shughuli za The Global kwa Tanzania kuanzia muda huu. Kwa hiyo kila kitu kwa sasa hivi kipo sehemu yake. Kwa hiyo naenda huko. Hapana, huko anatakiwa kuwepo yeye tu, na hata hizi taarifa wewe haukutakiwa kuwa nazo. Na kama kuna mtu yote atazipata baada ya hapa, utahitajika kuuawa, kwa sababu hata mimi sijaambiwa wala sikutakiwa hata kuzijua hizi habari. Nimezisikia tu kwenye mazungumzo ya siri wakati nikiwa nimeenda kubeba haya madawa na kuyasambaza. Manake ni kwamba hata mimi sijui chochote kile, na haya ambayo tunayaongea hapa yanatakiwa kuishia humu ndani. Kama kweli una mpango wa kuwa hai na kuweza kufika mbali, maana mimi nikipata nafasi tu nitalitaja jina lako. Na kwa namna maana mimi nikipata nafasi nitalitaja jina lako. Maana mimi nikipata nafasi nitataja jina lako. Na kwa nini jinsi unavyojituma kwenye hii kazi. Mwenzake alionekana kuchekelea baada ya kuambiwa maneno matamu na kupewa ahadi ambayo ingempatia matunda makubwa kwenye nafasi za watu ambao muda so mrefu walikuwa wanaenda kuliongoza taifa. Kwa mujibu wa maelezo ya Helen, alikuwa amewasikia vizuri sana. Kwenye mkono wake alikuwa ameshika bomba moja na sindano yake. Aliingia mle ndani kama mzimu, alimdunga sindano yule kwenye shingo yake yule ambaye alikuwa anatoa maelekezo, kisha akaruka sarakasi na kumtwisha mguu wa shingo yule ambaye alikuwa ni msikilizaji. Alitua kwenye ukuta, akamfuata na kumbana, kisha akawa ametoa kisu na kuikata shingo yake. Yule ambaye alikuwa amechomwa sindano alishuka chini akiwa ameshikilia shingo yake. Alitaka kupiga kelele na za kuomba msaada, ila aligundua sauti ambayo ilikuwa inatoka ilikuwa ni ndogo sana. Ilikuwa inasikika tu ndani ya kile chumba na sio sehemu nyingine. Hiyo sindano ambayo imekuchoma ina sumu ndani yake. Ni sumu ambayo inachukua dakika 5 kukusababisha kifo kama usipopata chanjo. Lakini haikuui kirahisi, kwani hizo dakika 5 utaziona kama miaka 5. Mimi chanjo yake ninayo, ila mpaka uweze kuipata ni lazima unishawishi kwanza na kuniaminisha kwamba kweli unastahili kupatiwa chanjo hiyo, na ndipo nitakapokupa. Sasa nataka unijibu maswali yangu. Ile sauti ilikuwa imesikika vizuri akiwa ameanza kuikaza shingo yake. Maumivu yalikuwa yameanza kumuingia kisawasawa. Msikilizaji, tuweke nukta hapa katika sehemu ya 7. Maongezi kati ya Irena na huyo mtu ambaye kasha mwaga siri juu ya mkuu wa majeshi kukutana na Jackson ambaye ni msaidizi wa Jamila. Ameshaziongea kwa kuna mambo ya kumuuliza mengi tu tupate majibu ya uhakika kama aliyokuwa anayasema ni ya kweli ama ni ya uongo. Basi maswali yote muuliza kwa uzuri sana msikilizaji katika sehemu ya 8 ya simulizi yetu My Wife is a Drug Dealer. Mtunzi akiwa ni Fabian Babuya, director ni kutoka Simulizi Mix, ndo ambaye niko nyuma ya mic kujuza nini kiliendelea. Tukutane msikilizaji katika sehemu ijayo kwa burudani zaidi. Mpaka wakati huo, bye bye. Na ukaribisha msikilizaji wangu katika sehemu ya 8 ya simulizi yetu nzuri inayokwenda kwa jina la My Wife is a Drug Dealer, ukiwa ni msimu wa 2 wa simulizi hii. Tumeishia katika sehemu ya 7. Msimu wa 2 ni pale ambapo Helena alikuwa amenyapia mpaka sehemu ambako alikuwa anafanyika biashara ya mauzaji ya madawa kulevya.
Na hapo alikuwa ameenda kusikia story ambazo zilikuwa zinapigwa na jamaa mmoja ambaye alikuwa ameleta mzigo maeneo hayo. Hatimaye kwa mara ya kwanza bosi anarudi baada ya muda mrefu kupita. Sijawahi kubahatika hata kukutana naye hadharani, ila nina imani siku moja atajua kwamba mimi ni moja kati ya watu ambao wamefanya kazi kubwa sana kwa niaba yake. Amekuja msaidizi wake. Japo hajafika Tanzania, ila siku sio nyingi atakuwa anarudi. Kwa hiyo tunatakiwa kusafisha mazingira yote ambayo anayahitaji, kwa sababu baada ya yeye kufika hapa anataka kuichukua Tanzania. Kuichukua Tanzania ni rais atakiwa kufa. Ndio. Na ndio maana unaona msaidizi wake anaenda kuonana na mkuu wa majeshi. Huyu mtu ambaye amekuja Tanzania ni moja kati ya watu hatari mno, na ndiye atakayesimamia shughuli za The Global kwa Tanzania kuanzia muda huu. Kwa hiyo kila kitu kwa sasa hivi kipo sehemu yake. Kwa hiyo na unaenda huko? Hapana. Huko anatakiwa kuwepo yeye tu, na hata hizi taarifa wewe haukutakiwa kuwa nazo, na kama kuna mtu yote atazipata baada ya hapa utahitajika kuoa, kwa sababu hata mimi mwenyewe sijaambiwa wala sijatakiwa kuzijua, bali nimezisikia tu kwenye mazungumzo ya siri wakati nimeenda kubeba haya madawa ya kulevya na kuyasambaza. Maana yake ni kwamba hata mimi sijui chochote kile, na haya mambo tunayoongea hapa yanatakiwa kuishia humu ndani, kama kweli una mpango wa kuwa hai na kuweza kufika mbali. Maana mimi nikipata nafasi tu nitalitaja jina lako kwa namna jinsi unavyojituma kwenye hii kazi. Mwenzake anawezekana kuchekelea baada ya kuambiwa maneno matamu na kupewa ahadi ambayo ingempatia matunda makubwa kwenye nafasi za watu ambao muda so mrefu walikuwa naenda kuongoza taifa kwa mujibu wa maelezo yao. Helena aliwasikia vizuri. Kwenye mkono wake alikuwa ameshika bomba moja na sindano yake. Alikuwa ameingia kwa ndani kama mzimu. Alimdunga sindano kwenye shingo yule ambaye alikuwa anatoa maelekezo, kisha karuka sarakasi na kumtwisha mguu wa shingo yule ambaye alikuwa msikilizaji. Alitoa kwenye ukuta akafuata na kumbana, kisha akawa ametoa kisu na kukita shingo yake. Yule ambaye alikuwa amechoma sindano alishuka chini akiwa ameshikilia shingo yake. Alitaka kupiga kelele na kuomba msaada, ila aligundua sauti ambayo alikuwa inatoa ilikuwa ni ndogo sana. Ilikuwa inasikika tu ndani ya kile chumba na sio sehemu nyingine. Hiyo sindano ambayo nimekuchoma ina sumu ndani yake. Ni sumu ambayo inachukua dakika 5 kusababisha kifo kama usipopata chanjo. Lakini haikuui kirahisi, kwani hizo dakika 5 utaziona kama miaka 5. Mimi chanjo yake ninayo, ila mpaka uweze kuipata lazima unishawishi kwanza na kuniaminisha kwamba kweli unastahili kupatiwa chanjo hiyo, na ndipo nitakupa. Sasa nataka unijibu maswali yangu. Ile sauti ilikuwa imesikika vizuri akiwa ameanza kuikaza shingo yake. Maumivu yalikuwa yameanza. Tuliishia hapo msikilizaji katika sehemu ya 7. Tuende pamoja basi katika sehemu ya 8 ni kujiuze zaidi. Mtunzi wa simulizi yetu ni Fabian Babuya, director ni kutoka Simulizi Mix, ndio niko nyuma mic kukuletea simulizi tamu kweli kweli ambao unapata kupitia YouTube channel Simulizi Mix, lakini bila kusahau WhatsApp nambari 0677 062012. Tuende pamoja msikilizaji kujua nini kiliendelea katika maendelezo wa simulizi yetu hii tamu kweli kweli. My wife is a drug dealer. Mke wangu ni muuza madawa ya kulevya. Ni kweli kwamba mkuu wa majeshi anaiuza nchi? Yule bwana alikuwa anataka kukaza lakini ilishindikana. Ndio. Umesema anaenda kukutana na nani? Msaidizi wa bosi. Bosi ambaye ni nani? Jamila Ken Mgwasi. Una uhakika na taarifa zako? Nimesikia mazungumzo yao wenyewe kwenye sehemu ambayo hawakuwa na taarifa kama kuna mtu alikuwa anawasikiliza hivyo, na uhakika ni taarifa za kweli. Na huyo mtu ni nani? Nimemsikia kwa jina moja tu, Jackson. Mengine siyajui, ila kuna uvumi kati yetu kwamba msaidizi wa bosi ni mtu mkatili na binadamu hatari mno. Taarifa zake uwaga zimesambaa kwa watu wetu wengi sana, ila hakuna hata mmoja hapa Tanzania ambaye alikuwa anamjua kwa sura kabla. Maana yake Jamila hayupo Tanzania. Kwa mazungumzo yao ndio hayupo. Wanakutania wapi? Alimeza mate kwa shida na kujifanya hajasikia swali lile. Helena alibana ile sehemu ambayo alikuwa amemchoma sindano, ikamlazimu kutaja sehemu ambayo alikuwa amesikia kwamba watu wale wangeenda kukutania. Alisimama na kugailisha zoezi lake ambalo lilikuwa limempeleka sehemu hiyo. Akatoka haraka kuwahi sehemu ambayo alikuwa ametajiwa muda huo, huku akiacha kijana yule akiwa anamuita kwa kumbembeleza aweze kumpatia chanjo. Ila ni jambo ambalo halikuwa linawezekana tena kwa wakati ule, hivyo alianza kutokwa na povu mdomoni mpaka nafsi ilipouacha mwili. Helena hakuwa na imani ya moja kwa moja na taarifa zile. Kwa taarifa ambazo alikuwa nazo, mkuu wa majeshi alikuwa ni mmoja wa watu ambao walikuwa naaminika kwa rais na kwa serikali nzima kwa ujumla. Sasa kumsikia ya kwamba alikuwa anafanya kazi na mtu wa karibu na Jamila ilikuwa ni ishara mbaya sana. Ndio sababu akaamua kuwahi eneo hilo ili aweze kujionea mwenyewe yale ambayo alikuwa anaendelea huko, ajue kama yalikuwa ni ya kweli ama kijana yule alikuwa amepika zile taarifa kwa sababu ya malengo yake mwenyewe ya kuongeza ushawishi kwa wenzake ambao alikuwa anawasambazia ile madawa ya kulevya. Kwa hiyo ule muda ambao mkuu wa majeshi alikuwa anaingia lile eneo akiwa amejifunika lile shuka jeusi, alimuona vizuri
Kwa alikuwa amejibanza eneo la mbali akiwa na darubini yake yenye uwezo mkubwa na taa za kisasa ambayo ilikuwa imeweza kuona vitu vya mbali gizani na kuvifanya vikaonekana. Alijibana sehemu ya mbali kidogo ambayo isingelikuwa rahisi kwake kuweza kuonekana. Alisubiri mpaka muda fulani walipopita, ndipo akawa amemuona tena mkuu wa majeshi akiwa anatoka na ile awamu ya pili. Hakuwa amevaa ile shuka tena, bali uso wake ulikuwa unaonekana vizuri. Alimpiga picha za kutosha kwa ushahidi kilikuwa ni kitu muhimu kwenye jambo kama lile. Kisha alikaa ile sehemu kwa dakika zingine 40 ambapo alimuona mwanaume mmoja shupavu ambaye hakuwa na wasiwasi akitoka nje ya kanisa lile. Yule bwana alikuwa na machale mno. Wakati Helena akiwa anampiga picha, aligeuka upande ule, hali ambayo ilimfanya Helena kujibanza akiwa na hema kwa nguvu na wasiwasi mkubwa, mpaka ilipopita dakika moja ndipo aliibuka tena. Muda ambao aliibuka alishuhudia gari mbili zikiwa zinaishia kuelekea sehemu ambayo ilikuwa na barabara kuu ya kurudi Dar es Salaam. Umeona bana. Twende tukutane na makamu wa rais akiwa na Rusiana Jimika. Mwanamama huyo alimtembelea Rusiana nyumbani kwake. Hakuwa tu mkurugenzi kwake, bali alikuwa ni kama binti yake. Nyakati ambazo yeye ndiye alikuwa mkurugenzi wa TCI, Rusiana alikuwa ni kama binti kwake ambaye alikulia kwenye mikono yake. Makamu wa rais alikuwa akiwa karibu na mwanamke huyo, alikuwa na vifua vyao vyake kwa muda na kuongea naye kama mwanae. Alibeba juisi na kwenda kumpatia moja nje ya bwawa kuogelea, na akaketi naye pembeni. Sehemu hiyo alizungukwa na miti miswafi kabisa ambayo ilikuwa imepandwa kuweza kuifanya hewa safi kuwa sehemu nzuri ya kupendezesha eneo hilo. Binti yangu, nimekuwepo kwenye maisha yako kwa muda mrefu. Kwa sasa hivi kwangu sio tu bosi wako, bali ni kama mwanangu wa kumzaa kabisa. Waga najua nyakati ambazo unakuwa sawa, lakini pia waga najua nyakati ambazo wewe unakuwa haupo sawa. Binafsi ningelikuwa kwenye nafasi yako pia ningejisikia vibaya kuona kile ambacho kimetokea baina yako na rais, lakini kumbuka yule ni kiongozi wa nchi. Kwa upande wake maslahi ya taifa yana umuhimu mkubwa zaidi ya kujali hisia za mtu mmoja mmoja. Nina uhakika utakuwa unatambua hilo. Najua hilo, na mimi sina nafasi ya kuweza kuingilia maamuzi yake, ila kuna nafsi inanipa wasiwasi kuhusu hili ambalo linaendelea. Kilichotokea kingeweza kumtokea mtu yoyote yule. Ni kweli nawajibika vijana wangu kuuawa, na mimi naumia kuliko mtu yoyote yule, na analijua hilo, lakini adhabu pekee ambayo ameiona kwangu ni kunipa likizo nyakati kama hizi ambazo hata mume wangu sijui yuko wapi na natakiwa kumpata. Unataka kuniambia ingetokea mkuu wa majeshi akawatuma vijana wake hata huko Msumbiji alafu wakafa, angemsimamisha kazi? Unataka kuniambia mtu kama IGP akiwatuma polisi wake kwenye majukumu alafu wakafia huko, mheshimiwa angempatia likizo kwa kuamini hayuko sawa? Kuna kitu hakipo sawa mama, na nadhani unaliona hilo. Alikuwa na mheshimu makamu wa rais mpaka kuna wakati alikuwa anamuita mama. Alikuwa ni kama mama mzazi kwake. Binafsi hata mimi naungana na wewe. Siunge mkono kile ambacho anakifanya, ila naelewa kwa nini anafanya haya maamuzi, na kwa sasa hivi hilo jukumu kaniachia mimi na sitakurudisha kazini mapema. Luciana kashtuka kusikia vile. Kwa nini? Kwa sababu ni kweli umepitia mambo mengi Luciana. Kuna jambo moja la muhimu kuhusu uongozi. Unapokuwa sehemu unaongoza watu fulani ambao wanakutegemea kwa kila kitu ili waweze kufanya jambo fulani ama kufanya mambo yaende, inakulazimu uwe kwenye utimamu wako wa akili kwa 100%. Na kwa sasa hivi haupo huko, na ndio maana kila kinachofanyika mbele yako unakuona kama kinakosewa. Sasa muda ambao umepewa unatakiwa kuhakikisha unakuwa sawa. Unatakiwa kurudi kazini ukiwa mpya ili uweze kufanya maamuzi sahihi kwenye kila jambo ambalo utaliamua, na unatakiwa kutambua kwamba wewe unatakiwa kuwa kwenye utimamu wako kwa muda wote, kwa sababu shughuli ambazo unazisimamia zimebeba mustakabali mzima wa baadaye wa taifa hili. Kwa hiyo kwa sasa hivi jambo la msingi hautakiwi kuangalia ni wapi rais amekosea, bali unatakiwa kuhakikisha unakuwa sawa kwanza, ili mimi niweze kurejesha kazini pindi nikiwa na upo sawa. Kama nikikurudisha kazini kwa kufurahisha wewe, nina uhakika kwa kila jambo lolote ile ambalo baya litakalotokea huko baadaye, mimi ndiye ambaye nitakuwa ni mtu wa kwanza kubeba lawama na kuonekanika nilikurupuka. Pia sehemu ambayo nina imani hata mwenyewe hautamani sisi tuweze kufikia huko, na ndio maana namhitaji yule Rusiana ambaye namjua mimi. Kwa sasa hivi unaweza ukawa unajifariji kwamba upo sawa, ila ukweli ni kwamba haupo sawa, na rais haja kusimamisha kwa sababu eti ya hila vijana wako kuuawa, bali ni kuhusu swala la mume wako ambalo limekuathiri pakubwa sana.
Kwanza una mawazo ya kama utampata mmeo, lakini pia unawaza kama mmeo huko aliko anafanya kitu gani. Nakumbuka ulikutana na binti ambaye mumeo alienda naye. Ulijikaza kama kiongozi, ila nina uhakika hilo jambo linakutafuna mpaka sasa hivi. Hauwezi kulitibia tatizo kwa kujiaminisha kwamba halipo binti yangu, na sio kila muda unatakiwa kujikaza kuwa imara. Ukipata nafasi ya kulia, hakikisha kwamba unalia kutoa mbuchungu wako wote ambao upo nao ndani yako. Tatizo unaweza kulitatua kwa kukubali kwanza kwamba lipo, kisha baada ya hapo ndipo unatafuta namna ya kuweza kukubali kukabiliana nalo. Na hizo ndizo hatua ambazo wewe unatakiwa kuweza kuzifuata kabla ya kurejea kazini. Huenda rais alikuwa ameshindwa kukuambia moja kwa moja hilo, ila hiyo ndio sababu kubwa ya kwa nini umepewa likizo ya lazima. Yale maneno yalimgusa Rusiana, hasa lile la mumewe, kiasi kwamba machozi yakawa yanashuka yenyewe tu kwenye mashavu yake. Unaamini ya kwamba haya mambo yataisha? Ya mwisho wa siku kila kitu waga kinaisha. Kila jambo waga linahitaji wakati na njia sahihi ya kuweza kumalizika. Hivyo nina imani utafika muda mwafaka ambao wewe na mumeo mtaziweka tofauti zenu chini na kuyamaliza. Kidogo yale maneno yalimpa faraja, akatabasamu. Kwa haya yote ambayo yanaendelea mheshimiwa, kuna jambo labda ambalo linaendelea na mimi silijui? Unamaanisha ni Rusiana? Na leo namna jinsi ambavyo haya mambo waga yanafanya kazi. Kuna jambo lote ambalo kwa sababu nipo nje ya kazi linanipita? Kwa nini nahisi kuna jambo ambalo linaweza kupita? Nimeuliza tu mheshimiwa. Hapana, hakuna. Wakati naendelea kuongea pale, kuna ujumbe ambao ulikuwa umeingia kwenye simu ya Rusiana. Baada ya kusoma kwa muda kidogo, alijifanya kama vile hakuna kitu ambacho kilikuwa kimetokea, ila ilikuwa ni taarifa kutoka kwa Irene ambaye alimtaka waweze kuonana muda huo. Mheshimiwa, nashukuru sana kwa kunikumbuka na kuja kunijulia hali. Uliyosema ni ya kweli, hivyo acha niwahi kulala mapema niweze kutafakari namna sahihi ya kuweza kuyatoa haya mambo kwenye kichwa changu. Kuna usalama Rusiana? Maana nimeona umeshika simu ghafla umebadilika. Hapana, kila kitu kipo sawa. Ni kwa sababu tunahitaji kupata muda wa kutosha zaidi wa kupumzika. Ni jambo zuri zaidi kama umeelewa yale ambayo nimekuambia. Najua kila siku unanitakia mema kwenye maisha yangu, hivyo ushauri wako na uamini na nitaufanyia kazi. Safi, nijua lazima ungenisikiliza. Sasa na kuacha upumzike, na kama kukiwa na tatizo lolote ile ambalo litaendelea, mtu wa kwanza kunipigia niwe mimi. Sawa mama. Makamu wa rais alitoka baada ya pale, huko akimwacha Rusiana nyuma akiwa anamwangalia kwa umakini mkubwa. Kuna mambo hayakuwa sawa. Hakuwa anahitaji makamu aondoke muda ule kwa sababu alikuwa anahitaji kupumzika, bali alikuwa anahitaji kukutana na Helena ambaye alimwambia kwamba alikuwa na taarifa za muhimu kuhusu mkuu wa majeshi ambazo aliamini zilikuwa zina muunganiko wa moja kwa moja na yale ambayo yalikuwa yanaendelea. Walikutania nje kidogo ya mji chini ya daraja moja, ambapo baada ya Rusiana kufika alifuata gari ambayo ilikuwa inamsubiria pale akaingia. Umenishtua kwa message yako Helena. Nilikuwa na makamu wa rais nyumbani kwangu, ikanilazimu nimdanganye kwamba nataka kupumzika ili niweze kuwahi kuja huko. Heshima yako bosi. Helena akamsalimia bila kujibu yale maelezo yake, huku akiwa anamuonyesha picha ambazo zilikuwa zipo kwenye mfululizo. Huyu ni Jaliwa Masenyi? Ndio. Sijaelewa hii ina maana gani Helena? Hizo picha nimempiga muda mfupi ambao umepita. Je, huyu mwingine nani? Hiyo ndo sababu ambayo imenifanya mimi nimehitaji tukutane sasa hivi. Nilikuwa nafuatilia ile swala la madawa kulevya ambalo ulihitaji nilifuatilie mtandao wa usambazaji na wahusika mahali wanakopatikana. Nikiwa katikati ya jambo hilo, nimekutana na kijana mmoja ambaye kwa taarifa zake amedai kwamba alisikia mazungumzo ya bosi wao kwamba alikuwa na mkutano na mkuu wa majeshi kwenye kanisa moja nje ya mji. Taarifa zile zimenifanya nisahau hata kumuuliza mambo mengine ya muhimu zaidi tu ya kumtaka nijibu kuhusu mkutano ule, maana ni jambo ambalo limenishtua sana na kunitisha kwa wakati mmoja. Kwenye maelekezo yake ameniambia ni kweli kuhusu tukio lile kutokea. Sasa ikanilazimu kufuatilia jambo lile ambalo niliambiwa mpaka huko nje ya mji ambako nimemuona mkuu wa majeshi kwenye hilo eneo akiwa anaingia, na baada ya muda akawa ametoka, kisha baadaye huko huyo mtu naye akawa ameondoka. Bado sijaelewa mazungumzo yako Helena. Huyo mwingine ambaye unamuona hapo ni msaidizi wa Jamila? No, hii itakuwa na tafsiri nyingine sio? Unaweza kukubaliana na ukweli ama ukachagua kujifariji, ila uhalisia ni huu. Huyo ndiye mtu ambaye tunatakiwa kumpata ili kumpata Jamila. Subiri kwanza. Kama huyu ni msaidizi wa Jamila ambaye nchi namtafuta, mkuu wa majeshi alikuwa anafanya nini na huyo mtu? Unafikiria ni bosi? Wow, kwamba huyo mpuzi anafanya kazi na watu. Ndio maana mimi naamini kwamba kila kilichotokea kilipangwa. Hakuna jambo la bahati mbaya hata moja. Unamaanisha vijana wangu kuuawa? Ndio. Unataka kusemaje?
Kwa nini tukio jinsi lilivyokaa na kwa kinachoendelea mpaka sasa hivi ni kwamba wameuawa na mkuu wa majeshi. Haiwezekani Helena. Kwa nini nahisi kwamba haiwezekani? Kwa sababu hakuwa na taarifa zote juu ya nini kilikuwa kinaendelea usiku ule wala kujua kwamba wangekuwa wapi. Ila huenda kuna mtu mwingine ambaye alikuwa anajua. Rais, unamwamini? Rosiana alibaki amekaa kimya akijaribu kuwaza kama yale ambayo yalikuwa yanajaa kichwani kwake alikuwa na maana ama ni kichwa chake kilikuwa na tatizo na kizito tu. Hapana. Kutakuwa kuna mkanganyiko sehemu. Binafsi sina jibu la moja kwa moja, ila kwa mtiliko wa hiki ambacho kimetokea inaonekana kuna kitu hakipo sawa, kwa sababu haya mambo hayawezi kufanyika kwa bahati mbaya. Ni lazima yatumike maamuzi ya watu wazito nyuma yake. Hata wewe unaelewa ni wapi tumetokea na rais, hivyo sina imani kama anaweza kuwaza kufanya jambo namna hiyo. Ni sahihi, lakini hata wewe mwenyewe binafsi ukimuuliza mumeo leo anaweza kusema hakutarajia kabisa kama unaweza kumficha ukweli wa maisha yake mpaka amepotea. Hili na la mume wangu ni mambo mawili tofauti. Unahisi kwa nini kuna tofauti? Nilikuwa na sababu ya msingi ya kufanya vile. Vipi kama naye rais atakuwa ana sababu za msingi za kufanya sababu kama hivi? Hili ndilo jambo ambalo tunatakiwa kuweza kulifanyia kazi kwa sasa. Kwa nini naamini rais ndiye ambaye atakuwa nyuma hili? Namna matukio yalivyo. Kwanza watu wako wanauao kwenye mazingira tatanishi mpaka sasa umejiuliza walijuaje? Rais aliniambia kwamba huenda kuna mmoja wao alikuwa msaliti, hivyo aliamua kuwauza wenzake. Rais tena. Na uliamini hicho kitu, si ndio? Hapana. Baada ya hapo anakusomisha kazi kwa sababu ambazo hazieleweke. Unahisi kwa nini? Rosiana alibaki amekaa kimya tu, kwani kuna namna yale mambo yalikuwa yameanza kumshawishi na kuhisi huenda ni kweli kulikuwa kuna uhalisia ndani yake. Helena aliendelea tena. Baada ya kusimamisha kazi anakuja makamu wa rais na kukutana na wewe, kitu ambacho huenda alikuja kukufanya uyaamini maamuzi ya rais. Unamaanisha nini kusema hivyo kuhusu makamu wa rais? Tangu mwanzo nimekuambia hii ni michezo ya kubwa kwa imani yangu, hivyo kwa hiyo tunatakiwa kuwa na kila sababu ya kuweza kuamini kila uwezekano ambao unaweza kuwepo kuhusu haya mambo yanayotokea. Helena, sasa huko unafika mbali. Wakati unaongea naye una hakika umeamini kwamba mazungumzo ambayo amekuja kuongea na wewe anamaanisha kutoka moyoni? Hapana. Okay. Amekuja kukufuata usiku sana, kwa nini asingesubiri asubuhi? Baadaye kidogo tena mkuu wa majeshi anakutana na mtu ambaye anadaiwa kuwa ni msaidizi wa Jamila. Huoni kama kuna kitu hakipo sawa hapa? Rosiana aliegemea siti, maana kichwa kilianza kumuuma kwa yale maelezo ambayo alikuwa amepewa na Helena. Ni kitu gani ambacho unafikiria Helena? Nafikiria mkuu wa majeshi ameua watu wako kwa amri ya rais. Why? Kwa sababu watu walikuwa wanaenda kuchunguza kwa umakini shughuli ambazo zilikuwa zinaendelea mtaani, ikiwa ni pamoja na kumtafuta mume wako. Kwa sababu mume wako hamsikilizi mtu yeyote kwa sababu anataka kumpata Jamila kwa namna yote, lakini wawili hawa wanatafutana, kunaweza kusababisha mambo makubwa zaidi ambayo itakuwa ni ngumu sana kuweza kuyamaliza kwa sababu ya kisasi. Kwa uzoefu wangu, viongozi wengi waga wanapenda watu ambao wanawasikiliza. Nje na hapo, watu wenye nguvu kama mume wako wanaonekanika kuwa ni hatari zaidi kwa wanasiasa, hivyo huaga hawahitaji watu wa namna hiyo. Unataka kuniambia rais anataka kumuua mume wangu? Sina hakika na hilo, ila kwa hesabu ya mambo ambayo yanaendelea, binafsi nina imani hiyo ndio sababu ya haya mambo yote yamefanywa. Kama kweli alikuwa anahitaji kufanya hilo jambo, kulikuwa na haja gani ya kuua vijana wangu? Kwa sababu hili jambo linapaswa kuwa na siri kubwa, na huenda alihisi hawa wanaweza wakajua nini ambacho kinaendelea. Baada ya kuua sasa alitakiwa kusafisha mazingira yote yeye kuhisiwa. Sasa angefanyaje hilo wewe ukiwa kazini bado? Hapo ikamlazimu kukupa likizo ili asafishe uchafu wake wote, ili siku akikurudisha tena kazini kusio kuna kiunganishi chote kile ambacho kinaweza kumuunganisha yeye na kilichotokea. Hivyo baadaye hautakuja kugundua nini ambacho kinaendelea. Na makamu wa rais, timing yake imekuwa ni mbovu tu bosi, hivi uone? Kwa nini aje kwenye nyakati kama hizi? Na kwa taarifa ambazo umeniambia ni kwamba alikuwa anaunga maamuzi ya rais mkono moja kwa moja. Kwa yule mwanamke ninavyomjua, kwenye hilo rais hayupo sahihi, hivyo lazima angepinga maamuzi hayo. Na kama ameungana nayo moja kwa moja, maana yake ni kwamba kuna kitu hakipo sawa. Yule mwanamke waga ananiona mimi kama mtoto wake, sasa kwa nini afanye maamuzi kama haya? Unavyohisi kitokea anatakiwa kuchagua kati yako wewe na rais ambaye anamhakikishia maisha mazuri, atamchagua nani?
Rusiana kila alipokuwa anajaribu kukitoa kichwa chake kwenye jambo lile ilikuwa inashindikanika, kwani maelezo ya Helena yalikuwa ni ya hesabu kali sana. Na kwa nini mkuu wa majeshi akutana na hao watu? Hapa linakuja jambo la pili ambalo huenda ana mpango wa kando nje ambao wanaona rais, kwamba wamuue mume wangu halafu wanaweza kuitumia kama karata ya kumpata Jamila kwa kumhadaa kwamba wamemsaidia kazi, hivyo wanaweza kumweka kwenye mtego wao kisha amuue na yeye amalize kazi, na hapo ndipo anaingia mkuu wa majeshi. Unamaanisha nini Helena? Kama wazi wangu hapo sahihi ni kwamba mkuu wa majeshi anafanya mambo yake kwa siri, inamaanisha kwamba hata rais hajui, hivyo huenda rais anahisi kwamba anaenda kushinda huu mchezo, ila mwisho wa siku yeye ndiye ambaye anaingizwa kwenye shimo ambalo hata kuwa na uwezo wa kutoka. Na maanisha huenda mkuu wa majeshi ana mpango wa kumuua rais pia kwa kushirikiana na hao watu. Kwa nini rais itakuwa hivyo? Kwa nini lengo la Jamila kurudi hadharani ni lipi bosi? Kushika dola na kuwa na nguvu kuliko Treno Jiba? Na anawezaje kushika dola? Lazima wawe na watu kwanza ambao wapo ndani ya mfumo. Hii inakuambia nini yeye kuwa karibu na mkuu wa majeshi? Ndiye atakayetumika kumwangusha rais. Rais akiwa anajua kwamba huyu ndiye mtu wake wa kuaminika, na baada ya hapo huenda hata makamu wa rais pia akauawa, kisha yeye anaweza kulibeba taifa. Sasa nadhani umeanza kunielewa kwamba ni kitu gani ambacho ninakuambia kuhusu haya mambo yanayoendelea. Mkurugenzi alikuwa amehema kwa nguvu, kwa sababu kama yale yalikuwa ni ya kweli kama yalivyokuwa naelezewa, maana yake ni kwamba safari yake kwenye hayo mambo ilikuwa ni nzito kuliko hata alivyokuwa anafikiria. Kwa hiyo unanishauri nini Helena? Maana akili mpaka muda usio yangu tena. Jambo la kwanza natakiwa kukutana na CDF. Alafu niongee naye nini? Muulize maswali ya akili na ya mtego, kisha ulinganishe mazungumzo yake na yale ambayo umefanya na makamu wa rais pamoja na rais mwenyewe. Kama ukiweza zaidi, hakikisha kwamba unamfanya apaniki, kwani kuna maneno kadhaa ambayo lazima tu atachanganya tu. Na hakika mpaka unatoka hapo kuna mambo kadhaa ambayo utakuwa umeshagundua kwake. Na kama ikiwa kweli kusudi aongee hapa. Kwanza kabla ya kujibu ili bosi, kuna kitu kisichokuwa cha kawaida ambacho kimewahi kutokea kati yako na rais ama makamu. Nakumbuka tu mazungumzo ya rais akiwa anahitaji nimtumie mwanangu kumpata mume wangu. Huko ndiko nilikuwa nakuja sasa. Ukiwa na uhakika kwamba ni kweli hayo ndio ambayo yanaendelea, unatakiwa kuhakikisha kuwa namna yote ile unakutana na mumeo. Yaani kwanza nitampatia wapi? Mimi nitakusaidia kukutana naye. Una uhakika unaweza kufanya hilo Helena? Ndio bosi, naweza. Nitakushukuru sana ukifanikisha ile. Ila linahitaji njia ngumu, ambayo ni kumtumia huyo mwanao. Unamaanisha nini? Kwa nini mlivyoachana mara ya mwisho haitakuwa rahisi yeye kuweza kukubali tu kirahisi kuja hivyo? Jambo la msingi, tengeneza tukio kama unamteka mwanao, kisha mimi nitakutana naye, nitamuonesha hiyo video. Wote tunajua anampenda mwanae. Kwa namna yote lazima atakubali masharti yote ambayo atapewa, kwani atajua ni Jamila ndiye ana mtoto. Kwa maana hiyo atakuja haraka sana, na hiyo ndio itakuwa nafasi yako wewe kuweza kumwambia ukweli wa kinachoendelea na kumwomba msamaha. Una uhakika hilo linaweza kufanya kazi? Nina uhakika bosi. Mungu akubariki Helena. Mkurugenzi alikuwa ametoka kwenye gari la Helena kabla ingia kwenye gari lake, kisha kaondoka sehemu hiyo na kwenda kusimama umbali kadhaa akiwa na mawazo mengi ndani yake. Ila hakuwa na jibu la moja kwa moja juu ya nini kilikuwa kinaenda kutokea. Mambo ambayo alikuwa ameambiwa na Helena alikuwa anatisha kama alikuwa yana ukweli ndani yake, kwani alikuwa anajikuta kwenye mazingira ambayo yangempelekea kwenye vita mbaya na mabosi zake. Basi tu nyapie kupeleka kamera zetu mpaka alipo mkurugenzi na CDF, yani mkuu wa majeshi, wakiwa na mazungumzo. Ilikuwa inaelekea kuwa ni asubuhi, muda ambao mkuu wa majeshi alikuwa ametoka kuoga. Alipokea taarifa juu ya ugeni mzito ambao ulikuwa nje ya nyumba yake. Ugeni ule ulimshtua, kwani alikuwa ni mkurugenzi wa usalama wa taifa Rusiana Jimika. Hakuwa na miadi yoyote ya kuonana na mwanamke huyo, na hata kama wangelikuwa na miadi ya kuweza kukutana, huo haukuwa muda mzuri kwa ajili ya wao kukutana na kufanya mazungumzo. Mkurugenzi ulikuwa na uwezo wa kusubiri kukuche vizuri, ama ungeandaa hata kikao na mimi kuliko kuja nyumbani kwangu namna hii. Nadhani hata mwenyewe unajua hilo halipo sawa. Ndio najua halipo sawa. Ila mbona una wasiwasi namna hiyo mimi kuwepo hapa? Lazima niwe na wasiwasi, maana sio kawaida yako. Kuna usalama kweli? Inaonekanika hujalala usiku wa leo. Hilo linakuhusu vipi wewe? Upo saidi hadi nihusu, na unisamehe kwa kukuvamia nyumbani kwako muda mbaya kama huu, ila nimejikuta tu sipati usingizi na ndio maana nikaamua kuja hapa. Yaani umekuja kwangu kwa sababu haupati usingizi? Sio kweli, nipo hapa kuhitaji ushauri kutoka kwako. Tangu lini wewe umeanza kupokea ushauri kutoka kwangu? Wewe ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi wa vyombo vya usalama nchini.
Nadhani hata kazi zetu zinaruhusu sisi kuweza kufanya mazungumzo kadhaa kuhusu mambo kama haya kukiwa kuna ulazima. Ila rais lazima awe na taarifa hizo. Je, ana taarifa kwamba uko hapa? Una hakika unahitaji rais ajue uwepo wangu hapa? Unataka nini Luciana? Nahisi ndani ya serikali kuna msaliti ama wasaliti. Hiyo ni kazi yako. Nadhani unatakiwa kushughulika na hao watu na sio kuniletea lawama mimi. Unahisi silijui hilo? Vipi kama huyo msaliti ni wewe? Nadhani kusimamishwa kwako kazi kumekufanya umechanganyikiwa. Umejeje kama nimesimamishwa kazi CDF? Nilikutana na rais nikakuulizia unisaidie kazi fulani mpaka niambia kwamba upo likizo. Yaani wewe hapo ndiye ambaye ulikuwa unazungumza na rais kuhusu mimi? Hatukuwa tunazungumzia bali ni mimi nilikuwa naulizia kuhusu wewe. Okay, kama kuna jambo ulikuwa unahitaji nikusaidia, haya ndipo hapa unaweza kuniambia muda huu. Kwa sasa hivi nimeshughulikia jambo hilo tayari, hivyo hata usijali. Nimeamaliza mwenyewe. Hata hivyo kwa nafasi yako kwa sasa hivi sina uhakika kama unaweza kunisaidia. Inatangu lini ukiwa na uhitaji wa msaada wangu au una shida na mimi mwenyewe umeanza kumuulizia rais badala ya kunifuata mimi mwenyewe? Haya yote ambayo unayasema unataka kumaanisha nini Luciana? Unajua kama vijana wangu waliuawa? Ndio najua. Unajua baada ya hapo nilisimamishwa kazi? Ndio najua. Unahisi kwa nini? Hayo maswali utakiwa kumuuliza aliye kusomesha kazi na sio mimi. Vipi kama nikikwambia najua ni nani ambaye amehusika kwenye haya mambo yote ambayo yanaendelea? Bado sijaelewa point yako ni ipi. Unahitaji tuanze kucheza hii michezo ya kitoto Jaliwa? Unamaanisha nini kuniambia haya? Najua ni wewe umeua vijana wangu. Kitu ambacho nataka kusikia kutoka kwa ni nani alikutuma wewe kufanya yale. Ile jambo likamshtua mkuu wa majeshi, kwani hakuwa ametegemea kukutana na jambo la namna ile. Alimeza mate kwa shida na kusogea ile sehemu ambayo alikuwa ameketi Luciana. Sijajua nani ambaye anakulisha sumu kuhusu mimi. Unaweza ukanichukia unavyotaka mwenyewe na sina tatizo na hilo, ila na unaweza kutokulia kuniheshimu pia, ila kama kuna siku ukija kurudia tena kunituhumu kwenye mambo ya ajabu kama hayo, nina imani kwamba sitakusamehe. Kwamba utanifanya nini Jaliwa? Unajiona upo sema ambayo haugusiki kabisa, sio Luciana? Unajua nguvu nilionayo ndani ya taifa hili wewe? Una nguvu gani bwana CDF? Hebu nikumbushe na mimi nipate hiyo elimu, ili siku nyingine nikitaka kufanya mchezo na jina lako niwe ninaliwekea heshima zaidi. Wewe mwanamke mmoja ya vitu ambavyo huaga sipendi kwenye maisha yangu huaga ni dharau na kukosewa heshima kama ambavyo unafanya wewe. Kwa leo naweza nikakusamehe na kuacha haya mambo yapite kama yalivyo, ila wakati mwingine haya mambo yatafika sehemu mbaya zaidi, na hata hiyo nafasi ambayo ulipewa kwa kupendelewa tu utaikosa na hautakuja kufanya kazi sehemu yote ile. Unajua nini ambacho kitafuata baada ya hapo? Utaniua kama ulivyoua vijana wangu Jaliwa, si ndio? Ondoka nyumbani kwangu. Una hakika unahitaji niondoke nyumbani kwako? Luciana, sitarudia kuongea haya mara mbili. Nataka unisikilize kwa makini Jaliwa. Kwanza, kwa mtu yeyote ambaye anataka kuidhuru familia yangu, haijalishi atakuwa rais au nani kwenye taifa hili, binafsi sitaweza kumsamehe kamwe. Hapa namaanisha hata wewe sina uwezo wa kukusamehe. Unazungumza kuhusu rais. Unajua kabisa hata mwenyewe hautahitaji amfikie rais, kwa sababu akijua yale ambayo unayafanya nyuma ya pazia hataweza kukusamehe, na hiyo kazi utaipoteza ndani ya masaa 24 tu. Najua kwamba umepewa kazi ya kumuua mume wangu. Hivyo nakuuliza tena, nani ambaye amekupatia hiyo kazi? Jamira au rais? Ile sura ya utani ya Luciana ilikuwa imepotea. Muda ule Jaliwa alikuwa anatizamana na mwanamke ambaye alikuwa amemkazia macho vilivyo. Unajua, nikiwa mdogo niliwahi kukutana na mambo kadhaa ambayo sikuwahi kuyafurahia. Ni mambo ambayo sikupaswa kabisa kuyapitia kwa umri wangu, ila sikuwa na namna kwa sababu ndio aina ya maisha ambayo nilikuwa nimepangiwa kwa wakati ule. Mara kadhaa niliwahi kumlaumu babangu kwa kuwa maskini bila hata kumtamkia mdomoni, ila ni siri ambayo ilibaki kwenye moyo wangu. Yale maisha yalinifanya nikaanza kumchukia babangu, ila nilitambua mimi kwa na maisha mazuri halikuwa jukumu lake bali lilikuwa ni la kwangu mimi. Hivyo badala ya kumchukia yeye, nikajikuta naanza kujichukia mwenyewe. Kwa wakati ule, kwa maisha ambayo niliyaishi, nilichagua kumheshimu mtu yote ambaye alikuwa anatafuta maisha yake hata kwa namna ambayo haikuwa sahihi. Kuna namna moja nilikuwa nimeanza kuichukia sheria, kwa sababu kuna watu ambao walikuwa wanatoka kwenye aina ya maisha kama yangu mimi, ila kwenye utafutaji hawakuwa na machaguo mengine zaidi ya kwenda njia ambazo zilionekanika mbele yao, ila kwa baadaye wengine walikuwa wanarudishwa kwenye yale maisha magumu kwa sababu tu njia ambazo walizitumia kuupatia utajiri zinaonekanika kuwa kinyume cha sheria. Sikuwahi kuwa shabiki wa sheria tangu wakati ule, kwani binafsi ninaamini haijalishi mtu anatumia njia gani kufika pale juu, hata kama amevunja ni sheria, ila hatakiwi kurudishwa kule ambako anakuwa ametoka, maana yale maisha ni mabaya sana.
Kwa maana hiyo mpaka sasa unajua kwamba kwenye maisha yangu mimi nipo tayari kufanya jambo lote lile kuhakikisha hakuna mtu ambaye ananirudisha kule ambako nimetoka mkurugenzi. Mimi ningekuwa wewe, nadhani ningelikuwa makini kwenye kuchagua maneno ya kuyatumia mbele ya mtu kama mimi. Oh wow, Jaliwa. Ukikutana na mtu ambaye ana uwezo mdogo kichwani mwake, anaweza kukusikiliza na kukuona kama ni mtu ambaye unazungumzia mambo ya maana, kwa hayo ambayo unaongea. Wewe kufikia kwenye nafasi hata haujui ulifikaje. Kitu ambacho haukijui, rais alimpatia kazi makamu wa rais ambaye kwa wakati ule alikuwa mkurugenzi wa usalama wa taifa ili aweze kukufanyia vetting kama unafaa, maana kulikuwa kuna majina kama 10 hivi. Kwa bahati mbaya mkurugenzi alipewa nafasi ya makamu wakati ule, hivyo kazi ya kushughulika na yale majina niliachiwa mimi ambaye ndio nilikuwa nimeingia na kuwa mkurugenzi kwa wakati ule. Ni wewe ambaye niliamua kukupa nafasi hiyo na kuthibitisha kwamba ulikuwa unafaa kwa ajili ya kazi ile. Sasa kati ya mimi na wewe ni nani ambaye anastahili kumwambia mwenzake amependelewa kuwa kwenye nafasi yake? Mkuu wa majeshi hakuwa na zile taarifa, ndo mara ya kwanza alikuwa anasikia kutoka kwa mkurugenzi, hivyo alikuwa mpore. Mkurugenzi akaendelea, ajabu leo kwa sababu tu sikuwahi kuja hadharani na kukuambia kwamba mimi ndiye sababu ambayo imekufanya mpaka leo upo hapo unatamba. Unadai mimi nimebeba nafasi kwa kubebwa. Sikushangai, kwani watu wa aina yako mpo wengi sana na siku zote waga hamnaga shukrani. Hili sio la msingi kwa sasa. Jambo la msingi kwa sasa unatakiwa kujua kwamba natambua wewe ndiye ambaye umehusika kwenye mauaji ya vijana wangu na ninakuahidi utalipa kwa namna ngumu sana. Nje hilo natambua sababu ya wewe kufanya haya ni amri kutoka kwa rais, na ndio maana nipatia mapumziko kwa kuwa alihisi naweza kujua kinachoendelea kama ningeendelea kwa ofisini. Na mpaka sasa alikuwa amekuahidi nini mpaka ukaamua kufanya kazi yake hii? Ila jambo moja ambalo nina uhakika nalo ni kwamba huo mpango wako wa wewe kuhusika kumua mume wangu ungetakiwa kukaa nao mbali, kwa sababu wapo ambao walikuwa na nguvu kukuzidi wewe ila hawakuwahi kufanikiwa kwenye hilo. Kwa hiyo kabla hujafika kwenye muda ambao walinzi wako wala mdomo wako hautakuwa na uwezo wa kuweza kukuponya kwenye hili, ulipaswa kujiweka mbali kabisa na mambo Jaliwa. Mkuu wa majeshi alibaka medua. Yale maelezo ambayo alikuwa anapewa yalikuwa ni asiri kubwa sana ambazo hazikutakiwa kumfikia mwanamke huyo. Hakutaka kuongea jambo lolote ile, kwani kwa wakati ule angeonekanika anakubaliana na maelezo ambayo alikuwa anayatoa Luciana. Na kwa kukumbusha tu, najua una mpango wa kwenda kumwambia rais kuhusu sisi kukutana hapa. Na haya ambayo nimekuambia kwa sababu unahisi kwamba atakusaidia kuweza kunipunguza ama kukupa amri ya kuniua na mimi kama ambavyo umepewa amri ya kumua mume wangu. Ila nakuhakikishia kabla ya kufanya maamuzi ya hovyo kama hayo, kwanza unatakiwa kuona hiki ambacho nimekuletea CDF. CDF akiwa anaendelea kujiuliza maswali kadhaa huku akiwa ameloa na kuwa mpole, anaona Luciana akiwa anatoa basha ndogo ambayo aligeuza na kumwaga picha kadhaa. Akazivutia kwake na kuzitizama. Alifumba macho na kukunja ndita kwa asili akiwa anabamiza mkono kwenye meza. Najua unafanya kazi na Jamila kwa sababu huyu ni msaidizi wake ambaye wewe umekutana naye. Nina uhakika hata rais hajui kama wewe unafanya kazi na watu hawa, kwa hiyo najaribu kufikiria itakuwaje kama rais wako akatambua kwamba watu ambao yeye anapambana kuweza kuwateketeza ndio ambao wewe unakutana nao na kuzungumza nao. Nina uhakika lengo la haya yote unataka kumua rais na makamu wa rais ili uweze kuichukua nchi Jaliwa. Na ndio maana unaunga mkono kuuao kwa mume wangu kwa sababu unahisi kwamba anaweza kuwa ni changamoto kubwa kwa wewe kuweza kufanikisha ili, na ndio maana unahitaji kumtafuta kwa udi na uvumba ili uweze kumuua, lakini umefikiria madhara haya mambo kabla ya kuyafanyia kazi. Leo sihitaji hata unijibu haya. Nilikuwa nataka tu uweze kujua kwamba nayajua mengi kuhusu wewe na muda wote ambao nikiamua naweza kukufanya ukakosa kila kitu. Ila kwa sasa hivi nitakuacha kwa sababu siku za hapo mbeleni nitakuwa na kazi na wewe. Ninao uwezo wa kumfanya rais wako akayafahamu haya kwa muda huu, na unajua kabisa utakosa kila kitu kwenye maisha yako. Ila mimi sio mtu wa kufanya maamuzi kwa kutumia hasira. Maana mpaka muda huu hata rais mwenyewe sijali kuhusu yeye kwa sababu hajali kuhusu mimi pia. Binafsi hata kama kifa sijali, ila ndani ya siku kadhaa nitakutafuta na kukuambia ni kitu gani nataka ukifanye. Luciana baada ya kumaliza maelezo yale alinyanyuka na kutoka ndani ya nyumba ya mkuu wa majeshi kukiwa kumepambazuka tayari. Mkuu wa majeshi alianza mazungumzo kwa mbwembwe kubwa, ila mwisho wa siku yeye ndiye alibakia kama yatima ambaye hakuwa naamini namna dunia ilikuwa inatakiwa kumweka kwenye nafasi ambayo alistahili kuwepo. Aise. Hivi Damigo yuko wapi msikilizaji? Hebu kamera yetu tumwangazie Damigo katika mitaa ya Kurasini. Karibu na jengo moja kubwa, Damigo alikuwa ametembelea eneo hilo. Lilikuwa linaaminika kuwa ndio moja kati ya sehemu kubwa ambazo watu hao
walikuwa wanapatikanika kwa wingi, na ndilo lilikuwa godown lao kubwa la kuhifadhi dawa za kulevya ambazo zilikuwa zikisambazwa hovyo mtaani kuhakikisha zinaharibu kizazi cha vijana ambao ndio Jamila alikuwa anawalenga kwa sehemu kubwa. Jengo hilo lilikuwa na geti moja kubwa ambalo lilikuwa na nyaya nyingi za umeme kwa juu yake. Alijeuza na kutoa kwenye ule ukuta, kisha akawa anakimbia kuupanda, ambapo baada ya kufika kwa juu aliruka sarakasi nyingine akarukia upande wa ndani, huku akiwa anarusha kisu chake kwa nguvu kurudi kwenye zile nyaya za umeme ambazo kilikata waya mmoja na kusababisha shoti kubwa ambayo ilifanya umeme kuzima nyumba nzima. Ilichukua dakika moja kwa generator kuweza kuwaka mle ndani. Muda ambao umeme ulikuwa ukiwaka, walinzi 8 walikuwa chini, kila mmoja wao akiwa amekatwa vibaya sana. Shingo zao hazikuwa zinatamanika kuangalia hata kwa bahati mbaya. Damigo alikuwa na roho mbaya mno. Walinzi wengine walikuwa ni wengi kiasi kwamba wakawa wanatoka kuangalia nini ambacho kilikuwa kinatokea. Walikuwa wanatembea kwa kasi kumfuata, ila haikuwa kazi ngumu kuweza kudili nao. Ndani ya dakika 3 zingine alikuwa amechinja zaidi ya watu 20, hivyo akapitiliza moja kwa moja kwenda mpaka ndani ya ile nyumba. Sehemu yake ya kuingilia ilikuwa ni kama godown kubwa, ambapo kwa mbele ndiko kulikuwa kuna milango mingi ya kuweza kufika ndani. Sehemu ambayo ilionekanika kuwa makazi ya watu. Ile godown ilikuwa tupo bila kitu chote kile. Baada ya kuangalia ile milango, alitambua mlango mmoja haukuwa umefungwa vizuri, akatambua ile ndio ilikuwa sehemu ya yeye kuweza kutakiwa kuingia. Aliingia kwa kuvunja ule mlango, ambapo ndani yake alikutana na wanaume 5 wakiwa wanavuta sigara. Wanaonekana kumsubiria yeye. Hapakuwa na mtu mwingine zaidi ya wale 5 tu pekee. Alirukia nyuma baada ya shoka mmoja kumkosa usoni. Alifika mpaka mlangoni baada ya kuona wote wanamtafuta yeye pekee. Alikutana na miguu 6 ya usoni na shingoni, akajibana ukutani na kuachia kisu chake, wakati ambao alikuwa anajiviringisha na kujiachia kwa sarakasi moja safi. Mguu wake ulitoa kwenye utosi wa mwanaume mmoja ambaye alifanya shingo yake kuingia kwa ndani. Alimdaka na kumvuta kwake bila kujali kama wengine walikuwa wanamshambulia pia. Alikuwa anampiga ngumi za kwenye moyo, huku anatazama wale wenzake ambao walikuwa na rudi nyuma kidogo kidogo. Walikonyezana na kumfuata tena pamoja. Damigo alikwepa mguu mmoja, mguu mwingine ulimkuta kifuani. Aliuma meno kwa maumivu ambayo alikuwa ameyapata. Aligeuka kama anataka kukimbia, bwana mmoja akawa amerusha mguu wake. Damigo aligeuka na kurusha ngumi nzito ambayo ilivunja mfupa ule mguu. Alilia kwa sauti ya maumivu ambayo aliyapata. Goti lilitoa kifuani, akaachiwa kwenda chini, ambako alikutana na mguu wa shingo. Hakutekeseka tena. Mwanaume mmoja tembea taratibu na kwenda kuokota lile shoka lake ambalo lilikuwa limeangukia chini. Alidunda nalo akamfuata Damigo, akazungusha mara 5. Damigo akawa anatelezea kwa nyuma na kulikwepa shoka lile. Yule bwana alijisahau, akarusha na kwenda nalo moja kwa moja. Damigo alipishana lile shoka, akarusha mkono wake kwa yule bwana ambaye alikuwa na shoka. Ule mkono ulimpata kwenye bega lake ambalo lilipoteza uwezo wa kushikilia mkono wake, hivyo lile shoka likamponyoka. Kwa bahati mbaya zaidi alilidaka Damigo. Alimzungushia usoni, ambako alipasua sehemu kubwa ya uso wake. Ilisikika vishindo vya mtu kwa nyuma akiwa anageuka, na lile shoka ambalo lilikuwa limetua kwenye paji la uso la yule bwana. Akabaki akiwa na haha tu kutaka kuongea jambo fulani, ila ule uwezo hakuwa nao tena. Ni mmoja pekee ambaye alikuwa anachanganya miguu yake kuweza kumfikia Damigo. Aliluka kwa nguvu kufuata mgongo wa Damigo. Alisogea pembeni, ule mguu ukapitiliza. Kabla hajatua chini, shoka likapitishwa kama umeme na kutenganisha ule mguu, hali ambayo ilimfanya kuanguka vibaya sakafuni. Damigo alimfuata pale pale, akampasua mguu wake mwingine kuanzia kwenye paja. Yule bwana alilia kwa sauti na kutia huruma kweli kweli, akiwa anaomba aweze kuachiwa, maana yake maumivu hayakuwa yanastahili. Wakati namuua kijana mmoja pale Magomeni, ambaye ni mmoja kati ya vijana mmewapatia kazi ya kuweza kusambaza madawa kulevya hapa jijini, amelia na kutia huruma kidai yupo tayari kuwasaliti, lakini nisimuue. Yeye ndiye amenielekeza hapa na kuniambia hii ni sehemu mnayoitumia kama makao makuu ya kuhifadhia madawa. Je, ni kweli? Sisi tunaijua hii sehemu tu, ila hatuna hakika kama ndio yanatumika kama makao makuu. Unamaanisha kuna madawa ya kutosha hapa, si ndio? Ndio. Wapi? Wakati unaingia humu ndani kuna milango mingi ile ya pembeni. Milango mingi ukifungua ni mitego. Kuna mishale ambayo inakushambulia mpaka unakufa, ila mlango wa kulia mwishoni ndio ambao unakupeleka mpaka kwenye godown la chini kabisa, ambako ndo kuna madawa kulevya ya kutosha. Ndio maana eneo hili lilikuwa na walinzi wengi, sio? Ndio. Hawa wanawake wako wapi? Akina nani?
kijana, usinifanye ni kuongezea maumivu ambayo tayari yanakufanya uhesabu dakika 5 za kuishi. Najua kama hii ndio moja kati ya sehemu muhimu za Jamila, basi wale wanawake ambao ni kopi zake watakuwa hapa, wapo ndani. Damigo alikuwa ameinua uso wake mbele, akaona kulikuwa kuna mlango mwingine ambao bila shaka ndo ambao ulikuwa unaelekea huko ndani. Alimnyanyua yule kijana na kumkokota mpaka pale mlangoni, ambapo alimtaka aweke jicho lake kuona kama mlango ule ungeweza kufunguka. Ni kweli lile lango lenyewe likali limejiachia, ila wakati hali ile inatokea zilirushwa risasi nyingi kutoka kwa watu watatu ambao zilikuwa zimeuchakaza mwili ule kijana mpaka walipokuwa wamehakisha risasi zimewakatia, ndipo waligundua mtu ambaye alikuwa amemuua hakuwa yule ambaye alikuwa anamtegemea. Walitazama kwa hofu akiwa anavuta mapanga ukutani, na mmoja wao alivuta mnyororo ambao kwa mbele ulikuwa na kisu. Wale wanawake sura zao ukiwaangalia alikuwa ni Jamila. Wote walikuwa na sura ambazo zilikuwa zinafanana. Damigo alikuwa ameingia kama ni mzimu, wote walibaki wanaona kama kivuli, na walipokuja kutulia waligundua alikuwa amesimama nyuma yao, mkononi akiwa na shoka ambalo lilikuwa linavuja damu nyingi sana. Wow, sikutegemea kama Jamila anaweza kuwa mshenzi namna hii. Yaani mpaka kwa watengeneza wengi hivi. Kwa hiyo wote mlikuwa mmekuja hapa kwa ajili ya kutumika kama sehemu ya yeye kufanya mambo yake, na anakuwa yuko nje, hata maana lolote ambalo linatokea yeye halinakuwa halimfiki, sio? Kama kuna hata mmoja ambaye anayapenda maisha yake, basi anapaswa kukimbia muda huu, vinginevyo hakutakuwa na nafasi ya kuweza kutoka ndani. Wakaonekana kuwa na hofu kwenye macho, ila hakuna hata mmoja ambaye alikuwa amesogea japo hatua moja kuonesha dalili za kutaka kutoka mle ndani. Najua huenda mnamuogopa na amewatia hofu kwa yoyote yule ambaye ataenda kinyume na matakwa yake, ila sio mazingira rafiki haya nye kuwepo muda huu tena kwa kukutana na mtu wa namna yangu. Ushauri wangu, mnatakiwa kuondoka haraka sana kwa mara nyingine tena. Bado hakuna hata mmoja ambaye alikuwa amesogea japo hatua moja kuonesha dalili za kutaka kukimbia kuweza kuyaokoa maisha yake. Ile hofu haikuwa ya kawaida, ikamlazimu kugeukia ukutani. Aliona kuna kamera 4 kila kona, basi akajua mke wake wa zamani alikuwa anatizama lile tukio hadharani. "Hello dear wife," aliita akiwa na tabasamu. Alizungusha lile shoka na kutua nalo mpaka chini, ambapo alichimba kwenye ile sakafu, kisha kalivuta vyema na kuwasogelea mabinti wale watatu. Zilirushwa nyota kadhaa kwenda kwake, na ile shoka ambayo alikuwa ameitumia kuzipangua zile ni moja tu ambayo ilikuwa imefanikiwa kugusa nguo yake, ambapo ilitoboa sehemu ya nguo hiyo na kwenda kujibandika ukutani. Wale mabinti hawakuwa tu walembo, bali walikuwa ni hatari. Walijipanga kwa mstari wakiwa wanaziandaa vyema silaha zao kali. Damigo aliwatishia kwenda, wote wakamjia kwa kasi ajabu. Alijipiga mtama, akapishana na mapanga mawili na kisu cha kwenye mnyororo vilimpita kwenye mkono wake, akalazimika kurusha lile shoka, ambapo yule binti alikuwa amekwepa likatua kwenye kona ya ukuta na kushikilia sehemu ile. Walipoona hana silaha yoyote ile wakamfuata tena kwa pamoja, ila aliyekosea ni mwenye mnyororo, kwani alikuwa ametumia haraka kurusha mnyororo ule ambao Damigo alikuwa amekwepa shingoni ukapitiliza, kisha kaudaka. Alimvuta kwa nguvu kwake binti, akapoteza uwezo wa kujimudu mwenyewe, hali iliyomfanya kwenda alipokuwa Damigo bila balance, hali iliyosababisha akapigwa ngumi nzito ya shingo. Damigo aliuzungusha ule mnyororo akamkaba binti ule huku akiwa mgongoni, akiwa anaendelea kuwatizama wale wawili ambao walichanganywa na hali ile, hivyo wakawa wanahesabu hatua zao kwa tahadhari zaidi. Walishuhudia mwenzao akiwa na nyongo kwa nguvu. Baada ya hapo Damigo aliuvuta ule mnyororo, akahakikisha kile kisu kule mwishoni kinapitia sehemu ya mdomo wa binti ule ambayo ilichanika vibaya sana. Aliwakimbilia wanawake wale ambao walikuwa wanazungusha panga zao kwa kasi na kwa mbwembwe kuonesha ufundi, japo haukuwa muda sahihi wa kuonesha mbwembwe. Kuwafuata kwake kulimfanya yeye kuteleza kwa chini, huku akiwa anapishana nao juu, ambapo aliinukia sehemu hiyo ambayo shoka lake lilikuwa limechomekwa. Aligeuka kwa nguvu akiwa anaukaza ule mkono ambao ulikuwa na mnyororo ambao aliulusha wakati akiwa anageuka. Ulidaka shingo ya binti mmoja na kumsogeza karibu zaidi. Binti ule alikuwa amezamisha upanga wake tumboni kwa Damigo, lakini ule muda Damigo anageuka, aligeuka na shoka ambalo lilipasua sehemu ya uso wa binti ule mpaka kifuani. Alimrushia pembeni, akabaka anatazama na binti mmoja ambaye alikuwa anameza mate kwa hofu ambayo ilionekanika ndani mwake. Damigo aliukaza mkono wake mpaka mishipa ikawa imejichola. Ile shoka licha ya kuwa la chuma, ila lilikuwa limebonya katikati kwa nguvu kubwa ambayo alikuwa analitumia kulishikia.
Binti yule alitembea kwa nguvu akasimama ghafla. Wakati akiwa amesimama alitumia muda ule kurusha ule upanga wake, muda ambao naye anarusha upanga hata Damigo alikuwa ameacha ile shoka akiwa anamfuata yule bie. Shoka liliukata upanga katikati, kipande kimoja kikakutana na Damigo akakidaka. Binti yule yeye ile shoka lilipitiliza na kwenda kutua sehemu yake ya kifua, likambeba mpaka ukutani, maana lilikuwa na nguvu kubwa sana. Alibaki akiwa hoi. Muda ambao alikuwa anautumia kupambania kuweza kulitoa lile shoka, alikutana na sehemu ya ule upanga kwenye shingo yake. Damigo alikuwa na inyonga sehemu ya ule upanga ambao ulikuwa unaikata ile sehemu ya shingo vibaya sana, akiwa anatizama kwenye kamera kwa sababu alijua mke wa zamani alikuwa anaangalia tukio lile. Najua mtoto wako yupo ndani ya kisiwa cha Bora Bora, ndiko anakoishi huko. Najisikia vibaya kwenda kumuua mtoto mdogo kama yule ambaye niliwahi kumpenda kama mwanangu wa kumzana. Unalitambua hilo? Mimi nitakuwa tayari kumwacha huyo mtoto aendelee na maisha yake bila kumuhusisha na ushetani wako, ili Lili aweze kupona. Jamila, unachagua moja tu pekee. Nakupa masaa 48 uhakikishe uko Tanzania na unakutana na mimi ana kwa ana ili tuweze kuziweka kando tofauti zetu. Nje na hapo nitamuua huyo mtoto, kisha nitakutafuta mwenyewe, na unatambua hakuna sehemu naweza kumficha kama nikiamua kumtafuta nikamkosa kama ambavyo kwa sasa, licha ya wewe kumficha, ila nimejua ni wapi alipo. Maamuzi ni yako. Baada ya kumaliza kuongea, alivuta ule upanga akaurushia kwenye kamera moja ambayo ilivunjika, kisha akatoka mle ndani akiwa anatoa taarifa polisi waweze kufika kuyakamata madai yale. Baada ya kufika nje alishtuka kwa sababu kuna mtu ambaye alikuwa anamsubiri na hakutegemea kuweza kuona naye sehemu kama ile. Alikuwa ni Helena. Alikuwa ni mara ya pili anakutana naye kwenye matukio namna ile, na kwa mara ya kwanza alikutana naye sehemu ambayo alimtaka aweze kumwachia yule binti mmoja ambaye alikuwa na mfanano mkubwa na Jamila. Alikuwa na wanaume wawili ambao alikuwa anafanya shughuli hizo kwa ajili yake. Unaonekana unifuatilia sana Helena. Yale ukuta kwenye maisha yako yanakutosha sana, na kwa mtoto wa kike binafsi na kuonea huruma sana, ila sidhani kama ni chaguo sahihi kwa kuweza kunifuatilia mimi. Najua hii kazi umepewa na mke wangu, ila nakusii kwa sasa hivi kama utakuja kufanya upuuzi namna hii tena, sitakuangalia mara mbili usoni. Kwa maana hiyo nakuambia kwamba leo iwe mara ya kwanza na ya mwisho wewe kuweza kunifuatilia mimi, kuepusha matatizo ambayo hayana ulazima siku za hapo mbeleni. Damigo alianza kuondoka baada ya kuhakikisha kwamba Helena alikuwa ameyasikia maneno yake vizuri na kuyaelewa. Ni kweli mke wako ndiye amenipa mimi kazi, lakini kazi yangu haikuwa kwa ajili ya kukufuatilia wewe, bali ilikuwa ni kuweza kuwatafuta hawa watu ambao wanatilisha taifa, na yeye yupo sehemu ambayo anatakiwa kuhakikisha haya hayawezi kutokea tena. Ila kuna muda hesabu zangu leo, baada ya kutambua kwamba hapa kulikuwa na moja kati ya maeneo makubwa zaidi ya hawa kuhifadhia madawa ya kulevya na wale mabinti ambao wanafanana Jamila, nilitambua naweza kukupatia sehemu hii, na ndio maana nikawa nimekuja hapa. Kwa lengo lako lilikuwa nikutana na mimi? Ndio. Damigo alitabasamu na kugeuka. Na kipi hasa kinaweza kukufanya wewe ukatamani kukutana na mtu kama mimi? Kwa sababu maisha ya mwanao yapo kwenye hatari. Alimsogelea Helena na kumkunja kola yake ya shati vizuri. Chunga mdomo wako unapoyataja maisha ya mwanangu, kwa sababu kwenye hilo swala hakuna mtu ambaye anaweza kupona. Nenda, nitakusamehe kwa leo. Alimwachia na kutaka kuondoka, lakini alisimama yeye mwenye baada ya kusikia kauli nyingine kutoka kwa Helena. Martini ametekwa. Alisita katamani kuongea jambo, ila hakuona kama muda ulikuwa sawa kuweza kuifanya vile. Hivyo aligeuka kwa mara nyingine tena, ambapo alikutana na simu ambayo Helena alimuonyesha mwanae akiwa amehifadhiwa sehemu, huku wanaume wawili wakiwa wamezunguka na silaha za kutisha. Nani kakupa hizi taarifa? Nimetumiwa taarifa hizi na nimejaribu kumtafuta mke wako, ila sijampata kwa sababu kwanza hayupo kazini mpaka sasa hivi. Una maana kusema hayupo kazini? Amesimamisha kazi. Kwa sababu zipi? Kwa sababu anataka kuua wewe. Najua Jamila anataka kuniua mimi. Sidhani kama ni jambo ambalo wewe hapo unapaswa kuwa unanikumbusha mimi. Kwa bahati mbaya zaidi hapa simzungumzie Jamila. Unamaanisha kuna mtu mwingine ambaye anahitaji kuniua mimi? Rais, no, haiwezekani. Nina uhakika taarifa za watu wa mke wako kuwao unazo. Ndio. Unajua nani kaua? Hapana. Mkuu wa majeshi. Kwa amri ya nani? Rais. Kwa nini? Kwa sababu alijua kama angetoa amri ya wewe kuuawa mke wako akiwa kazini na wale watu wake wakiwa hai, ingelikuwa ni ngumu kwa kuwa angeweza kuzuia hilo, na ndio maana mkeo alipewa likizo arudi nyumbani
kisha baada hapo wewe ungeuawa na lawama zingeenda kwa Jamila. Manake kwa baadaye mkeo angeweza kurudishwa kazini na kuambiwa Jamila ndiye ambaye kahusika kwenye hayo yote, hivyo asingejua kama kuna kitu ambacho kilikuwa kimetokea. Sasa kwa nini rais anahitaji kuniua mimi wakati mimi ndiye ambaye nilimpatia yeye nafasi ya kuweza kubaki madarakani mpaka leo? Hilo ni swali ambalo hata wewe mwenyewe unajua kabisa majibu yake sina Baba Martin. Makamu wa rais anajua kuhusu hili. Kwa maelezo ambayo niliyapata kwa mkeo, anajua na yupo pamoja na rais. Damigo alicheka kwa hasira kwa sababu wale watu ambao alikuwa anawaamini ilionekana kama wote walikuwa wanamzamisha kwenye matope mazito. Unajua ni mwanangu yupo? Ndio, nipeleke sasa hivi. Helena aliwataka wale wanaume wawili kupotea sehemu ile. Ni yeye tu na Damigo ambao alikuwa ameingia kwenye gari kwa ajili ya kuwahi hiyo sehemu ambayo ilidaiwa ndiko ambako mwanae alikuwa ametekwa, na watu ambao hakutaka hata kuuliza kwani mpaka muda huo adui yake hakuonekanika kuwa ni Jamila tu, bali hata wale watu wake ambao alikuwa anahisi kwamba wangekuwa naye kwenye nyakati kama hizo. Safari yake hiyo ilishia kwenye jengo moja kubwa ambalo kwenye fence lilikuwa enea majani marefu ambayo yalikuwa yamekaa kama maua. Ni sehemu ambayo ilionekanika kuwa kama makumbusho, ila ni muda mrefu kidogo tangu mara ya mwisho liweze kutumika. Getini hapakuwa na mlango na eneo lile lilikuwa kimya kupita kiasi. Walianza kutembea taratibu kuelekea ndani, sehemu ambayo ilikuwa inamulikwa na mwanga mdogo ambao haukuwa mkali. Kwa nje kulikuwa kuna kiza kinene kwa sababu umeme haukuwepo sehemu ile. Ni eneo moja ambalo mwanga ulikuwa unaonekanika hata kwa mtu ambaye alikuwa nje. Kutembea kwao kulikuwa kumeanza kumpatia mashaka Damigo, kwani Helena hakuonekanika kuwa na wasiwasi. Alikuwa anatembea kama mtu ambaye aliwahi kufika sehemu ile, ila Damigo alikuwa na uhakika kwamba mwanamke yule asingeweza kumuuza kipuuzi namna ile, kwa sababu alikuwa anajua madhara ya kufanya mambo kama hayo. Madhara yake asingeweza kuyabeba kwenye maisha yake. Ni ghafla tu Helena alikuwa amepotea. Alihisi labda ilikuwa ni kwa sababu mawazo yake yalikuwa mbali na ndio maana hakuwa amemuona mwanamke yule. Baada ya kutulia aligundua ni kweli kwamba Helena hakuwa sehemu ile, na mbele yake alikuwa anatazamana na lango moja kubwa imara ambalo kama angelifungua ndani yake ndiko ambako kulikuwa kuna ule mwanga ambao ulikuwa unaonekana. Kuna sehemu moja ambayo ilikuwa na mishumaa mingi zaidi. Ile sehemu ilikuwa na picha 3 ambazo zilimfanya kusogea karibu zaidi ili kuweza kuzitazama vizuri. Picha moja ilikuwa ni yake, mke wake na mwanae, na zile zingine 2, moja ilikuwa ni ya mke wake na nyingine zilikuwa ni za mwanae. Akiwa anaendelea kushangaa kukutana na hali kama ile sehemu ambayo aliambiwa mwanae alikuwa ametekwa, alisikia sauti kutoka pembeni yake. Hizo picha nataka zikukumbushe vyema kwamba ni wapi tumetoka. Kama wanadamu wote tumefanya makosa makubwa ambayo huenda hatukustahili kupewa nafasi ya pili kwenye haya maisha, lakini kila mtu anastahili nafasi ya pili kama atakuwa na nia naye. Wewe umekuwa sehemu ya watu wa uaji kwa muda mrefu sana, ukiwa unasimamia maeneo ambayo kuua watu ilikuwa ni kama jambo la kawaida la kila siku. Ulihusika kuua watu wengi ambao wengine hawakuwahi kabisa kuwa na hatia, lakini baadaye ukaamua kubadilika kwa sababu haukuona kama yale mambo yalikuwa ni na umuhimu kwa watu wengine. Dunia ilikubaliana na hayo yote, ikakupatia nafasi nyingine ya pili ambayo ilikufanya wewe kuwa mwanadamu sahihi na ukawa mtu wa familia, lakini nayo dunia ikaja kukulipa kwa namna nyingine ambayo naamini hata wewe haukuwahi kabisa kuitegemea. Asichukulia mfano kama na wewe dunia isingekupatia nafasi ya pili, mpaka sasa ungekuwa wapi? Haya maisha yanakuja kwa namna tofauti na vile sisi tunavyokuwa tunahitaji yawe. Maisha yanakupatia baadhi ya nafasi ambazo hata sisi wenyewe kuna wakati tunakuwa tunajua hatuzistahili. Mimi kama binadamu nakili wazi kwamba ni kweli nilifanya kosa ambalo huenda hata wewe mwenyewe kwa wakati ule ungekuwa kwenye nafasi yangu huenda ungelifanya. Nchi ilikuwa inapitia misukosuko ya muda mrefu sana. Watu walikuwa naishi kwa hofu kubwa ndani ya taifa lao wenyewe. Vyombo vya ulinzi na usalama vilikuwa vimechoka kwa yale mambo ambayo yalikuwa yametokea. Viongozi walikuwa naumwa kila kuitwa hapo leo. Je, nilikuwa natakiwa kuyarudisha yale maumivu tena wakati ambao kila mtu alikuwa naamini kwamba watu wamerudi tena kwenye maisha ya kawaida kama ilivyokuwa mwanzo? Binafsi sijawahi kujutia kwa yale maamuzi ambayo niliyachukua, kwa sababu hata kama ningelikuwa na nafasi nyingine ningeyachukua tena. Ile siku Gamboni nikiwa ninashuhudia wenzangu wakiwa na uawa, niliamini hata mimi mwenyewe nisingekuwa na maisha mengine, kwa sababu hakukuwa na namna nyingine ya muuzaji wa madawa kulevya angeniacha mimi hai. Ni siku ambayo kiukweli sikuwa hata na hamu ya kuendelea kuishi tena, hasa baada ya wenzangu wote kuuawa, lakini ni wewe ambaye ulikuja pale ukanisaidia na kunifanya nipate nafasi ya pili ya maisha.
Siku ambayo daktari alikuwa amenipa machaguo yale mawili binafsi, sikutaka hata kupoteza muda kulijibu lile maamuzi niliyoyachagua. Hata kama ungelikuwa niwe kwenye nafasi yangu, nina imani ungefanya hivyo. Ulikuwa umepitia mambo mengi mabaya na ya kutisha. Sikuwa tayari kabisa kuona unaingia kwenye matatizo mengine ya kupata magonjwa ya akili ama kupata maumivu ya kichwa ya kudumu, na ndio maana nilihitaji ufute kumbukumbu zako. Siku hapa kwa ajili ya kujitetea, ila nilitaka tu ufahamu ukweli kwamba mimi sikufanya ile kwa sababu nilikuwa mbinafsi ama nilikuwa nahitaji kukuibia maisha yako ya nyuma. Maamuzi ambayo niliyafanya kwa wakati ule alikuwa ni sahihi, na ikitokea nafasi kama ile nitayafanya tena. Ilikuwa ni sauti ya mke wake ambayo ilimpatia taarifa kwenye kichwa chake ya kwamba hata zile taarifa ambazo alipewa za Helena kwamba mwanae alikuwa ametekwa zilikuwa ni za kupika tu. Ni mkewe ambaye alikuwa anahitaji aweze kuongea naye. Msikilizaji, ilikuwaje na ikawaje baada ya hapo? Tuweke nukta hapo msikilizaji, katika sehemu hii hapa ya 8 ya msimu wa pili. My wife is a drug dealer, ni muuzaji wa madawa kulevya mke wangu. Katika sehemu ya 9 na ya 10 tutakuwa tunamaliza simulizi yetu, lakini tutakuwa tumefunga kila kitu katika simulizi hii. Vita inakwenda kuibuka. Je, huyu Damigo ataweza kumweka mke wake katika upande gani? Kashapata taarifa kwamba mkewe kasimamishwa kazi, na kashapata taarifa kwamba rais anataka kumuua yeye, makamu wa rais akiwa upande wa rais. Je, atapata taarifa gani nyingine kutoka kwa bibi wa kuitwa Rosiana Jimeka, mkurugenzi wa usalama wa taifa aliyesimamishwa kazi? Na atafanya maamuzi gani, kumsamehe mke wake au kuendeleza vita na mke wake pamoja na watu wengine wote? Jamila, mwisho wake utakuwaje? Damigo kampa masaa 24 au ameshafika kabla hajaenda kumteketeza mtoto ambaye kumpenda kama mtoto wake. Je, Jamila atachagua mtoto au atachagua kuendelea kusupaza shingo yake na kuendelea kukaa huko alikokaa? Lakini katika sehemu ya 10 itakuwa tunapata majibu ya kila swali mahali hapa. Mimi hapa director ni mtunzi ni Fabian Babuya. Usikose kuwa nami katika sehemu inayofuata. Mpaka sehemu hiyo, bye bye.